Kigitumite Israeli Arekurubuya ndeto ciakwa Ithenya riako igwa riria kwaria Na mihango magongona-inĩ ma njino Ndiaririo na Isaia Ngĩmwĩra andũ akwa makĩnjigua Mahoena matige maũndũ Mao mena unie na ndĩmaigue Ngĩkorwo ngĩnyenda kũrĩa. Tupatie Bwana sadaka mzuri ya makofi. God is good. And all the time. God is good and that is nature. Githiria mundu ucio ngimwira ni wageithio ni ngombo ya Ngai. Salimia mwenzio mwambie umesalimiwa na mtumishi wa Bwana. Cokia mugeithio muinini mwire iguru rikurumbuye. Kisha mwambie mbingu na ikushughulikie. Theinie warĩtwo itheru rĩa Jesu. Katika jina safi la Yesu Kristo. Ndagoca Ngai nĩ tondũ wa gũkuona. Nimesifu Bwana kwa ajili ya kuona. Umenyereirwo nĩ Ngai na gakũrĩithia kiumia kĩu gĩothe kĩarĩkia kũhĩtũka. Umelindwa na Bwana na akakutunza katika wiki iliyoisha. Ndaikia maitho makwa wega ndirona mũndũ wĩna plaster. Nikitazama vyema sioni mtu aliye na plaster. Oguo ona mogwati me maingĩ njĩra ya mũtharaba nĩ toretie gĩkuona kwa ngoma. Kwa hivyo hata hatari ikiwa mingi kifo ya msalaba imeshinda yote katika kuzimu. Ndarugama honokete na ngakorwo nĩ Ngai. Nimesimama hapa nimeokoka nikakombolewa na Mungu. Nĩnduĩte Mwathani mũrĩithi wa muoyo wakwa. Nikamfanya Bwana mlinzi wa moyo wangu. Nĩ ũndũ ũcio ndithanganĩtie hakwa nĩ honokete Jesu nĩ Mwathani. Hapa sijagairi nimeokoka Yesu ni Bwana. Baba katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Na kushukuru wakati na dakika hii Ebeneza. Ninakaribisha wingu lako la neema Baba wa mbinguni. Maana ni wewe unasema Baba wa rehema utatuandalia meza hata kama maadui wametuzunguka. Neno lako linaponya, neno lako linaokoa. Na ndiposa umeharakisha nyayo zetu na ukatufikisha ndani ya nyumba yako Ebeneza. Ili Baba wa mbinguni tutoke hapa na tumaini. Waliokuwa wameanguka wakaweze kuinuka tena. Waliokuwa wamelaaniwa ili Baba ukaweze kutubariki. Ili neno lako likatimie. Kwa Roho wa Bwana yu juu yangu na tayari amenipaka mafuta nikaweze kuhubiri habari njema na kutangaza wote walioitwa mateka wakaweze kuachiliwa, waliokandamizwa na magonjwa kupitia neno lako Bwana wacha ukawaweke uhuru. Wale wanaugua kwenye magonjwa sugu kupitia neno lako ibada ya siku ya leo na ukaguze kila mmoja. Mkono wako wenye nguvu na ukashuke ndani ya ibada ya leo. Ukaguze kila mmoja na ukamtimizie mapenzi ya moyo wake. Hata wale Baba wa mbinguni watakuja kulitazama neno lako baadaye, likawaponye, likafanyike mwanga, likafanyike fimbo, likawainue na likawatengenezee njia. Kwa jina la Jehova tunaomba na tunashukuru. Sema amina nzuri. Amina. Muthenya umwe tuna ibada iharĩrĩirio ni uhoti wa Ngai. Siku ya leo tuna ibada iliandaliwa na uwezo wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uguo ni wega wambĩrĩrie kuharĩrĩria roho waku. Ni vyema uanze kuandaa roho wako. Uharĩrĩrie ngoro yaku. Uandae moyo wako. Nĩ tondũ Ngai ndathiaga kũrĩa arahoywo. Kwa kuwa Mungu haendi mahali ambapo anaomba. Ngai athiaga kũrĩa etereirwo. Mungu anaenda kwa wale wanaomngojea. Uguo ni wega ngoro yaku ikare ĩrĩ theru. Ni vyema roho yako iwe safi. Na nĩgetha kĩrathimo gĩkĩ tũharĩrĩirio nĩ Ngai. Na ili baraka tumeandaliwa na Mungu. Tũkĩamũkĩre mwaka ũyũ ũtanathira. Tuipokee mwaka huu kabla uishi. Bwana Yesu asifiwe. Mundu wothe nigetha akinya kĩoneki-inĩ gĩake. Mtu yote ili akafike katika maono yake. Ni arabatara destiny connector. Anahitaji kuunganishwa katika roho. Destiny connector. Kuunganishwa. Na mundu ũcio athuragwo na akaharĩrĩrio nĩ Ngai. Yule mtu amechaguliwa na kuandaliwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Na maita maingĩ nĩ tondũ wa kũnyihia mahoya. Lakini mara nyingi kwa ajili ya kukua na maombi machache. Twagaga gũtaũkwo nĩ andũ arĩa Ngai atũtũmĩire. Tukakosa kuelewa na watu walio Mungu aliyotuma. Tawa na kĩmũrĩ. Ili wakuwe taa. Tukinya kuria Ngai arenda tuthii. Tukafike mahali Mungu anataka twende. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hata Waisraeli Mungu aliwaambia tayari nimetuma malaika akwende mbele zenyu na mchunge sana msije mkamkasirisha. Kumbe yule malaika alitumika kama destiny connector. Na maandiko yanasema kwamba huyo malaika atawapeleka mpaka kule
mwendako niliowaandalia. Wakati mwingine kuna mahali Mungu ametuandalia, lakini kwa sababu ya kupunguza maombi, tunakosa kujua wakati Mungu anataka kufanya kazi. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Hebu niguze mambo mawili na utanipata vizuri. Kuna mtu mmoja jina lake ni Ibrahimu. Maandiko inasema maisha yake yote ilikuwa ni maisha mabaya. Alikuwa na ile machozi kwa sababu hana mtoto. Lakini kando ya kuwa anapitia hali ngumu, hakuna siku alitoka ndani ya uwepo wa Mungu. Hii tu unipate vizuri. Wakati mwingine shetani anatutoa kwa njia za Mungu na ile mambo anayotupitizia. Juzi nikasema ya kwamba shetani anajua weakness yako ni gani. Ya kwamba ukianzia kitu na watu wengi sana wakupinge, unabadilisha njia kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Tayari hapa tunaona Ibrahimu anapitia mambo magumu kwa sababu miaka imesonga. Mke wake miaka imesonga na hawana mtoto kabisa. Maandiko inasema ya kwamba kwa sababu basi ya kelele ya mke wake, kelele ya mke wake, maandiko inasema akatoka kwa nyumba, agethia geikara muromo-ini, akaenda pale kaa langoni. Yuko na stress sana, lakini kando ya kupitia hali ngumu ya madeni na magonjwa na mahangaiko, ni special right to be. Kando ya kupitia hayo mambo yote, katika mawazo yake na moyo wake ni connected na Mungu. Ndipo maandiko inasema kwamba akiwa amekalia pale, akaona wazee watatu wanaingia. Ibrahimu alikuwa ameketi chini akasimama. Na alipoamulika vizuri, akaona hawa sio watu wa kawaida. Wengi wanapopitia hali ngumu, wanatoka kwa uwepo wa Mungu kabisa. Wanakuwa na manunguniko kwa sababu hana kazi, kwa sababu nyumba inaelekea kufungwa, kwa sababu amepigwa na mume wake. Anatoka kwa neema ya Mungu, anabebwa na mavuli ya kishetani ya manunguniko. Ibrahimu alipowatazama akaona hawa sio wazee wa kawaida. Na maandiko inasema kwamba akawakaribisha kwa haraka. Kwa haraka sana akamwambia, twendeni, naomba nipate nafasi kwenyu. Naomba angalau niwaoshe miguu. Naomba nikikubalika kwenyu mkule kwangu leo. Tayari alijua hawa sio watu wa kawaida. Lakini wengi tunakwenda kwa kazi tukiwa na manunguniko. Wengine tunafungua biashara ukiwa na hasira ya mume wako. Wengine wanaenda interview wakiwa na hasira ya radio. Makorano wanamenyeke kana nakosa nafasi ambayo Mungu aliandaa. Bwana Yesu asifiwe. Ibrahimu tigane kuigwa muno. Ibrahimu isipokuwa ni kujisikia sana. Akaona tu ni wale watu wanachuna avocado. Sema amen. Akasema kwa sasa hivi sitaki kitu kinanisumbua. Sitaki kitu kinanisumbua. Lakini kanda ya mambo yote, yeye na Mungu wako kwa laini moja. Hapa tunaona mtu mwingine jina lake Loti. Hapo maandiko inasema ya kwamba malaika wawili watatu wakashuka kwake. Na bado walikuwa wameketi wapi? Alikuwa ameketi pale kwa mlango wa kuingia kwake. Lakini bado walipowatazama akasema hapana. Hawa watu sijawahi waona tena. Na alipowamulika vizuri, ndani yake akapata vizuri. Hawa sio watu wa kawaida. Ni malaika. Hello. Ni malaika wa Mungu. Maandiko inasema akawakaribisha kwake. Akawakaribisha kwake. Tuone ingine ya mtu ambaye anaitwa Yakobo. Yakobo anapita zake usiku. Lakini anapatana na jamaa anamwangalia. Na huyu mtu anakaa namna gani? Akasense kitu. Na ukumbuke Yakobo anatoroka maana anakibizwa na ndugu yake. Sijui kama hiyo kidogo umepata. Katika challenges unayopitia, katika vita unayopigwa, katika mambo magumu unayopitia, usitoke kwa laini ya Mungu. Usitoke kwa laini ya Mungu. Yakobo amehema. Yakobo amechoka. Lakini unataka kuniambia usiku mzima hakuwa amepatana na mtu mwingine? Na kwa nini amechagua huyo tu na akajua ni malaika wa Mungu? Kwa nini anakamata vizuri? Na anasema
sitakuachilia. Baka akoba namuuliza witagwa ate, unaitwa nani? Barika namwambia tigana uhoro wa rĩtwa rĩaku. Alisubuana baka akabadilishiwa jina. Gegeria mundu ucio ngimurewe igwe muno. Isikie sana. Ndumugeithia murewe igwe muno. Isikie sana. Nikona njira iria, kuna njia zile Saitani ahuthagira ambazo shetani hutumia nigetha arume rucio rwa mundu, ili alaani kesho ya mtu. Aliposa Ayubu alipojua amebarikiwa na ameinuliwa, alijua wapinzani ni wengi sana. Wapinzani ni wengi. Ni wengi. Na sio watu wote wanafurahia wakati amebarikiwa na ameinuliwa. Hivi akajua basi watoto wangu wanapotoka nje, moja tu ataingiwa na kisirani, atatukana mzee umri wa baba yake kabisa, na Mungu takasirika, laana itakuja kwangu kabisa. Ndiposa kila asubuhi alikuwa anafanya dhabihu kabisa ya kukinga watoto wake. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kama sasa kwa muda wa majuma mawili, liko jambo Roho wa Mungu ameliongea sana. Na hiyo ipate vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Wakati mwingine shetani anaweza akaraanisha mtu kabisa. Kuna different ya kanisa na madhabahu. Na ndiposa hapa pamejengwa pakiwa juu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tondu ni hakurutirwo magongona pa kufanywa ibada, na hatitonyagwo ni andu othe, hapaingiwi na watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Eli alikuwa na watumishi wake. Watumishi wake wanajua ni kuhani wa Mungu na ni nabii wa Mungu, lakini walifika mahali maandiko inasema wakavuka, wakazoea madhabahu. Mtu akikuja akiwa na magonjwa mengi, lazima angetolewa dhabihu ya ukombozi na uponyaji. Hivyo baba yake kama kuhani anachinja. Anachinja sasa hapa. Basi kuna ile nyama itakuliwa na kuna ingine itateketezwa mpaka ishi kabisa. Lakini kwa sababu ya watoto wake kuchagua wawe watu wabaya, maandiko inasema walienda wakatengeneza mti. Wakati baba yake ameenda labda kupokea simu, wanakuja hapa wanadunga nyama ya madhabahu, wanaenda kukulia nyuma. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kwa nini hawakutumia njia ya kuomba baba yao. Maana kuhani sio mtu masikini. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mwishoe nabii anatumana na nabii baba yake. Jehova anasema waonya watoto wako, maana watalanika kwa kuzoea na kucheza na madhabahu. Alikuwa amejaribu yake yote kuongelesha watoto wake. Baka ikafika mahali akachoka. Hivi alikuwa anajibu nabii, mwambia sawa, wacha Mungu atende yaliyo mapenzi yake. Maana mimi kwangu nimejaribu kuwaonyesha ya kwamba madhabahu ni moto. Mwishowe maandiko inasema walipozidi sana, Mungu aliamua atawaua watoto wa kuhani. Na siku moja Mungu akawaua. Mtu mmoja aliyekimbia kumwambia Eli nabii wa Mungu kuhani, hii itakuumiza sana, lakini sasa hivi watoto wako wote wawili ni makwera bara, wamefia pale kwenye vita. Eli kwa sababu alikuwa mzee mkumbwa, kwa sababu ya ile kutetemeka, kwa sababu ya ile ripoti amepokea. Maandiko inasema alianguka na kiti akakufa. Maana nabii na kuhani alikufa kabla ya wakati wake. Alikufa kabla ya wakati wake. Na hata wale ambao ni wachungaji hapa, Mungu na awasaidie sana. Amen. Haha no hakurathimikire. Hapa unaweza barikiwa na urumike piu na ulaanike. Siku moja Daudi anaongoza Israeli walibebe sanduku la agano. Na wakati huo lilikuwa linabebwa na ng'ombe na gari ya ng'ombe. Sema amen. Bahati mbaya dereva moja akiwa anaelekeza ng'ombe, maandiko inasema ng'ombe akajikua. Ng'ombe alipojikua, sanduku likaenda kuanguka. Mtu mmoja jina lake Uza akaenda kulishikilia. Maandiko inasema hasira ya Bwana ikawaka na Mungu akamuua hapo hapo. Tulizane swali, makosa ya Uza ilikuwa gani? Makosa ya Uza ilikuwa gani?
ni kuguza sanduku la Jehova. Yani ameaminiwa atengeneza njia alinde ng'ombe afikishe sanduku la agano, lakini sasa amevuka. Lakini kwake alikuwa anafanya jambo lililo sawa. Kusaidia alikuwa anasaidia. Yani sanduku linaenda kuanguka, analishikilia. Hasira ya Jehova ikawaka. Na Mungu akamuua. Maana kwa nini? Katika mikono yake hakuwa amequalify kuguza sanduku la agano. Je, na kama hageliguza lianguke, hasira ya Bwana ingewaka juu ya nani? Juu ya ng'ombe, juu ya dereva, ama juu ya mfalme Daudi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hapo tusitafsiri kwa hekima yetu, maana haijaandikwa. Hakuna mtu anajua kama Mungu angewaua wote. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Leo negoda twalelio ni roho wa Ngai. Nataka tunenewe na roho wa Mungu. Na ibada ya leo ni ibada ya kiunabii. Amen. Yes. Hivyo yale maneno yanatoka ndani ya kinywa cha Jehova. Yes. Ukiwa katika moyo wako utakuwa sawa. Amen. Hili neno litakubeba. Amen. Litakufikisha mpaka kwa hatima yako. Oh, yes. Kama umefika pale sema amen. Amen. Samueli wa kwanza 9 mstari wa kwanza. Samueli wa kwanza 9 mstari wa kwanza. Gai. Hallelujah. Enode yorete metinoe akoukia dukata cia Ngai mogwatina meyoro menene eharirie konina andũ a Ngai mũgitĩri na mũmenyereri mũgitĩre na ũmenyerere yumagara ona ngĩũnũka ũigage mathagu-inĩ maku mũgitĩri na mũmenyereri mũgitĩre na ũmenyerere yumagara ona ngĩũnũka ũigage mathagu-inĩ maku tondũ nĩwe nduĩte mũgitĩri ũgitĩre na ũmenyerere ũkĩona ũru mbere ũire thũ cia muoyo wakwa itikanyone mũgitĩri na mũmenyereri mũgitĩre na ũmenyerere yumagara ona ngĩũnũka ũigage mathagu-inĩ mũgitĩri na mũmenyereri mũgitĩre na ũmenyerere yumagara ona ngĩũnũka ũigage mathagu-inĩ maku Mũgitĩri. Asante DJ. Ndio mũndũ ũcio mwĩre tonya. Zama. Ndomugaithagithie mwĩre tonya. Msalimie mwambie zama ndani. Katika yale maandiko nataka kufundisha na kuongelea habari yake. Oh, yes. Amen. Sio mgeni kwako. Lakini amen. Mungu amenituma nikayalete na ufufuo mwingine. Oh, yes. Sema amina. Amina. Nikayalete na ufufuo mwingine. Kanda ya vile umewahi yasikia. Yes. Sasa ni vizuri basi umpe Roho wa Bwana masikio. Amen. Na ili akaweze kukunenea. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kama tumefika pale tusome Pastor John. Kitabu ni cha Samueli wa kwanza 9 pale 1. Basi kulikuwa na mtu mmoja Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini. Yes. Mtu shujaa mwenye nguvu. Kwanza fikisha hapo. Funga Biblia yako unitazame. Huyu mtu maandiko inaongelea yuko na sifa mbili. Yes. Sifa ya kwanza alikuwa shujaa na mtu mwenye nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Shujaa na mtu mwenye nguvu. Amen. Sasa tutaona kwa
huyu mtu shujaa na mwenye nguvu alizaa kitu kigani? Basi kuna watu ndani yao wamejazwa roho ya uoga, roho ya kutetemeka. Basi ndani yao watakizaa kitu kigani? Maana mtu wa machungu hawezi ukazaa maembe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna watu wakatamani sana watoto wao wafanyike kuwa nyota. Amen. Na watu wakubwa kwa maisha ya kesho. Amen. Lakini wao sasa hivi ni akina nani? Wao sasa hivi ni kina nani? Rudia tena hapo pastor. Inasema mstari wa kwanza. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa. Fikisha hapo, mtu shujaa. Salimia mwenzako mwambie ondoa roho ya uoga. Kuwa na roho ya shujaa. Yaani ndani ya yule mzee hakukuwa na roho ya kurudi nyumba. Hakukuwa na roho ya kutetemeka. Hakukuwa na roho ya baridi. Amen. Uliza mwenzako utatuzalia nini? Utatuzalia nini? Domoria utatuzalia nini? Utatuzalia nini? Mgegeleke moria utatuzalia nini? Utatuzalia nini? Huyu ni mtu mmoja. Lakini maandiko inasema amejaa ushujaa. Na ukiona mtu maandiko inasema alikuwa shujaa. Huyu mtu hagatishwa. Hagatishika. Oh my God. Kodole mazako macho mwambie ondoa roho. Ondoa roho ya uoga. Ya uoga. Mkodole macho mwambie ondoa roho. Ondoa roho ya baridi. Ya baridi. Maana maandiko inasema tulipoitwa hatukupatiwa roho ya uoga. Tulipatiwa roho ya ushujaa. Bwana Yesu asifiwe. Basi hapa kabla tuendelee sana. Tunaona watu wote wale mashujaa wanakizaa kitu kigani? Kweli. Watu washujaa, watu wenye nguvu wanazaa kitu kigani? Mfalme anazaa wafalme. Nabii anazaa manabii. Kuhani anazaa kuhani. Bwana Yesu asifiwe. Na ndiposa juzi nimewahi kuwa nimesema watu wajizuilie sana wasiwe walevi. Maana watu wale wamezoea mvinyo hawazai wafalme. Atazaa kama mlevi kama yeye. Bwana Yesu asifiwe. Daudi kwa neema ya Mungu alizaa Solomon. Bwana Yesu asifiwe. Alizaa nani? Solomoni. Na tunaona ya kwamba Solomoni anafanya kazi mara 4 kuliko baba yake. Maana hajatoka ndani ya mishipa yenye uoga na kutetemeka. Alijua baba yake ni shujaa. Walioshogerada kutokia we. Unataka kufanana na nani? Halo. Rudia hapo. Basi kulikuwa na mtu mmoja wa Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa. Mtu nini? Shujaa. Sasa nimesema kumwambie pokea roho ya ushujaa. Pokea roho ya ushujaa. Pia pokea roho ya ushujaa. Pokea roho ya ushujaa. Na ili ukaweze kupokea roho ya ushujaa, ondoa roho ya uoga. Uoga walioweka kwako iweke pembeni. Usiwe mtu wa kutishwa na kutishika. Bwana Yesu asifiwe. Ili ndani yako ukazae wafalme, ukazae manabii, na ukazae watu wenye hatima kubwa. Point number 1 walikuwa shujaa, mwenye nguvu. Na mtu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Sioni tu kama maandiko yanaongelea kuhusu nguvu za kuenda gym. Ni kumaanisha hata ulimwengu wa kiroho, hata upande wa kiroho bado alikuwa na nguvu. Kando ya kuwa alikuwa na kula chuma ili akaweze kuunga vizuri, bado walizoea kulikula neno la Bwana ili akaweze kuwa na nguvu. Hebu nitazame roho ya ushujaa. Hailetwi na chakula. Roho ya ushujaa inaletwa na kusoma maandiko. Ukiwa na nguvu za kiroho unakuwa shujaa. Siku moja niliwaambia kwamba niliomba siku 40.
siku 40 nilipokuwa nikitoka kwa mlima, kwa mwili sikuwa na nguvu nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mtu ameomba vizuri, moyo wako umejaa maombi, hakuna jambo uliona gumu, hakuna jambo uliona haiwezekani. Unasikiaga kwa moyo, hata nikiletewa maiti atafufuka. Maana ndani ya moyo kumejaa jiwe. Jiwe la nini? La imani. Halo. Huyo mtu hata akiona mtu mgonjwa anasikia kusimamisha ambulance. Hakuna jambo analiona likiwa ngumu. Wakati ule nikitokea kwa mlima nikitazama gari, nilikuwa naona gari zote zinatozana na toy. Na niliona nikiwa kimutu kikubwa. Yaani nikipiga hatua moja hapa, ni kama nimepiga hapa mpaka Kayole Junction. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hata nikivuka kwa barabara naona sasa hizi toy zinapiga honi za nini? Naona ni kama naweza nikakachukua hivi pamoja na dereva nikatupe mbali. Maana ndani ya moyo wangu kumejaa nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Basi tumesema basi ili uwe shujaa, lazima kitu cha kwanza uwe mtu wa kuabudu Mungu na kusoma maandiko na maombi mengi. Ukiwa na maombi mengi, halo, unaonaga mambo yote yakiwa mandogo. Pale watu wanasema haiwezekani, wewe unasema hata jana ilikuwa tayari imewezekana. Hivyo huyu mtu hakuwa shujaa na hakuwa na nguvu kwa sababu ya kuenda gym. Bwana Yesu asifiwe. Na ili ukubaliane pamoja na mimi, angekuwa gaidi ndani yake angezaa gaidi. Kumbe ndani yake amezaa mfalme aliyechaguliwa na Mungu. Hivyo ni kumaanisha baba huyo mzee bado alikuwa mtu amejisikia vizuri, na mtu wa kusoma maandiko, na mtu wa kujazwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Wale watu hawana imani, hawana maombi ya kutosha, hata watoto wanaozaa ni tutoto fugufugu, dhaifu. Ni tuana tuhana huko, watoto dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Tutoto tunakaa tu hivi, si ni kana yako huhererio, mtoto tu wa kubembeleza. Kali gotagashi alirwa hende ya ba, zaliwa wakati wa vita, zaliwa wakati wa baridi. Bwana Yesu asifiwe. Maana hata madaktari wanasema basi ukitazama mtoto, tazama baba yake, tafuta baba yake. Wone enogima wa mwili uhana afya ya mwili namna gani. Bwana Yesu asifiwe. Huyu jamaa alikuwa na nguvu. Kuna kitu nataka nikuapishe. Kwa ibada leo kabla haujapokea, tondera mafuta. Ndani yako kuwe na ushujaa, na ndani yako kuwe na nguvu. Amina ya kwanza, amina ya pili, amina ya tatu, amina ya nne, amina ya tano, amina ya sita, amina ya saba. Kama zako ondoa roho ya baridi. Ondoa roho ya baridi. Ondoa nini? Roho ya baridi. Ondoa roho ya baridi. Umewaiona tumutu tudogo, hana mwili, nomi akire modo nayo, kini moto alio nao wezi ukaguza mke wake, utajua. Halo. Hata kama umri ni mdogo. Na hapa ndio maandiko inasema, wamama wote wakamwangalia Daudi, na ndugu zake wakatazama Daudi. Mwambia mjinga sana wewe. Hauoni mtu ambao unataka kujaribu kupigana na yeye, hauoni yeye ni kimonda, na wewe hata haujajaza nyama. Lakini Daudi akasema, nyinyi mnatazama mwili, lakini ndani ya moyo wangu, ndani ya moyo wangu mimi ni zaidi ya vile mnavyoona. Nidhiria modo shingi mwere gaida raga mwere, gaida raga ke mwili. Aliposa maandiko inasema hata nabii Samueli alipofika, akaambia huyu niletee Jasi, niletee watoto wako wawili. Jasi alianzia na wale wamekula chuma. Maana alifikiria wao ndio Mungu anatafuta. Bwana Yesu asifiwe. Alipoleta wote, Samueli akasema, unataka kuniambia hakuna mwingine? Kasema basi kuna kamoja kamebaki. Hebu angalia mpaka jina kanaitwa kamoja kamebaki. Kamutu kanaonekana hakana nyama, hakaja kula vizuri, lakini ndani ya moyo wake amechaguliwa na Bwana atumike mfalme.
kutetea Israeli. Amina. Halo. Halo. Serikali msako kumwambia toa roho ya uoga. Ondoa roho ya uoga. Kuwa na shujaa. Kuwa na ushujaa. Na uwe na nguvu. Na uwe na nguvu. Uwe shujaa. Uwe na shujaa. Na uwe na nguvu. Na uwe na nguvu. Aha. Mstari ni wa pili. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Yes. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Mstari ni wa tatu. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Fikisha hapo. Nitazame. Yes. Leo tunaongelea kuhusu destiny connector. Amen. Na hapa tunaona katika destiny ya Sauli, Yes. wanyama ndio kwanza wanatumika kama destiny connector. Amen. Maana punda hawangelipotea. Yes. Sauli hangepokea mafuta ya kwake. Yes. Hivyo wakati mwingine ni vizuri tujiachilie na tuache neema ya Bwana ikatawale. Hata kama kazi imepotea, imepotea kwa sababu hata kama umesimamishwa kazi, ni kwa sababu hata kama ndoa imeporomoka, ni kwa sababu Jesus. mara ya kwanza tunaona Amen. wanyama wanatumika kama destiny Connector. connector. Amina. Kwa nini Mungu anatumia punda? Oh my God. Kwa nini Mungu anatumia punda? Maandiko inasema Yes. punda za baba yake Yes. zikapotea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hallelujah. Kuna mtu yuko hapa amefika sehemu Amen. ya kumteteza Mungu Yes. kwa sababu amepoteza kazi. Yes. Sema amina. Amina. Lakini Roho wa Bwana alipokuwa akinituma, aliniambia kila jambo na sababu yake. Kila jambo na sababu yake. Kila jambo na sababu yake. Wakati mwingine tusimuone shetani, wakati mwingine tusione wachawi. Bwana anatumia njia nyingi. Oh my God. Hallelujah. Miaka iliyopita kulikuwa Aha. na ajali ya Westgate. My God. Kabisa. Ajali ya Ya Westgate. iko mkristiano muombaji sana, Yes. maana Mungu analiona jambo mbele kabla halijakuja. Amen. Mungu alimnyima rent, Yes. asilipe nyumba, Amen. afukuzwe And na duka ifungwe. kabisa. Mungu alitumia njia ya kumnyima pesa Yes. ili asikuweko Katika ajali. wakati ajali linafanyika. Yes. Lakini wakati mwingine tunakosa kuvumilia. Tunaona tu kurogwa. Tunaona tu ajali. Tunaona tu shetani. Asema Bwana wa mabwana, ukiona jambo limefanyika, kama ni mapenzi ya Bwana, wacha lifanyike. Hey. Na kuna mtu alifika Westgate asubuhi, kapata ni wakati imefungwa. Halo? Halo. Mwingine Mungu akaharibu tumbo yake, Yes. akawa na shinda ya kuhara. Oh yes. Mwingine akaumwa na kichwa sana, akasema aende akatafute dawa. Yeye anaona magonjwa, Yes. kumbe Mungu anataka kumuokoa. Oh yes. Maandiko inasema Amen. Loti akiwa juu Yes. ya mlima, Yes. alisikia kelele. Yes. Mungu akamwambia Ibrahimu, Yes. tazama kwa macho mawili, Tazama. uone kile nimefanya Sodomu na Gomora. Wakati Sodomu na Gomora inateketezwa, kuna watu wa Mungu tayari. Jehova alikuwa amewaokoa, alikuwa tayari amewaokoa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Ibada ya leo ni ya kuunganisha watu, Amen. ni kubadilisha, ni kuwapisha. Yes. Sijui Mungu atatumia njia gani, lakini hata kama ni wanyama wa porini, hata kama ni waganga watatumika, hata kama ni wachawi, kabla mwaka huu haujaondoka, Bwana kupatanisha na destiny Connector. Amen. punda hawangelipotea, Aha. Sauli hangepata mafuta. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Makofi mazuri kwa punda. Hallelujah. Potea. Makofi mazuri kwa punda. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna mtu yuko hapa, moyo wake umefika mwisho kwa sababu amepoteza kazi.
Unaona hiyo kupoteza kazi, hiyo njia ndio Mungu anatumia akupatanishe na destiny connector. Kuna mtu mwingine ndoa yake imeharibika, amejaribu kuipembeleza, kwa hiyo njia ndio Bwana anaenda kukupatanisha na destiny connector. Sasa nimeweza kumwambia usilazimishe. Usilazimishe. Kumbuka hiyo mwera, usilazimishe. Usilazimishe. Usifanye nini? Usilazimishe. Usifanye nini? Usilazimishe. Usilazimishe. Aha. Mungu anasema anachukia kutengana kwa mke na mume. Na bado wakati mwingine tumeona walipoachana huyo mzee akafaulu. Walipoachana huyo mwanamke akaenda ng'ambo. Hivyo ni kumaanisha mume ndiye alikuwa kizuizi. Kumbe ni kumaanisha mke ndiye alikuwa nini? Kikwazo. Na si leo unikubalishe. Si leo unikubalishe. Yeyote anaweza akafanyika kizuizi juu ya maisha yako. Hata kama ni mpenzi, hata kama ni mpenzi, hata kama ni mtu wa damu yako, ang'olewe, awekwe pembeni, Bwana kuharakisha akupatanishe na destiny connector. Amina. Sijui kama kuna mtu ameelewa hii. Kainado ile digano ya muthuri na mutumia. Mungu anachukia divorce. Hello? Amen. Lakini pale chini tukisoma imeandikwa na walipoachana. Amen. Walipoachana. Yes. Walipoachana. Amen. Huyo mwanamke akazaa mapacha. Oh yes. Hivyo nani alikuwa kizuizi huyu mwanamke azizae? Mumewe ni mume wake. Yes. Tena mahali pengine pameandikwa. Yes. Na walipoachana. Amen. Huyo mtu akafaulu. Yes. Sio wote wamekwisha kuunganishwa wawe kitu kimoja. Yes. Sema amina. Amen. Na pandiri inakuwa ni mapenzi ya Mungu. Bado hujanielewa. Sio wote wameoana kwa sababu ni ndoa ya harusi. Inakuwa ni ndoa takatifu. Ndoa zingine ni shetani maishikanisha ili watu waishe kuangamia. Lakini leo nakuapisha. Leo nakuapisha. Yes. Mimi sijui ni nani. Hata kama ni mpenzi anaweza akafanyika kizuizi ya destiny yako. Ang'olewe leo. Ang'olewe leo. Weka mikono, sema ang'olewe. Achina leo. Watu wangapi tumeona wanaitana sijui sweetie, baby, sijui dali na wanakalia mituki. Shida. Mitungi. Hata kwa nyumba hata kitanda hawana. Na vile huyo mzee amepambana Sana. lakini wakiachana waachane roho safi. Nakuja kupata kwamba huyo mzee sasa mwenye ameoa yuko na gari 3 kwa barabara. Amen. Kumbe aliyekuwa ameoa ni shetani. Kwingine unaweza ona kwamba walipoachana huyo mwanamke akafaulu. Hata tunasikia kwamba sasa yuko ng'ambo. Ameolewa kirereshu. Bwana Yesu asifiwe. Nikubalisha, nikuapisha. Hata kama ni mpenzi, hata kama ni rafiki, mtu wa nyumba yako anaweza akafanyika kizuizi. Weka mikono, sema ang'olewe. Ang'olewe. Na wewe tuko pamoja. Amina. Nimekuapisha. Amen. Aliyebeba destiny ya kwako. Hallelujah. Aliyebeba njia ya destiny ya kwako. Aliyebeba daraja ya destiny yako. Mahali alipo na asikie. Mahali alipo na asikie. Unajua kuna mtu ni yako na hatima yako. Kweli. Halo? Unajua hivi? Kweli. Unajua kuna mtu yuko na hatima yako. Watu wangapi wamefukuzwa kazi na madharau? Amefukuzwa. Anaanza kazi ya kuuza matunda. Kuzurura na ndoo. Unaona hiyo matunda? Ndani yake iko na hatima. Amina. Ndani ya matunda iko na destiny connect. Amina. Dada anauza matunda. Mara kwanza anauza mahali garage. Ya pili bado anauza pale. Sasa aliyekuwa ni yeye destiny connector. Ama aliyekuwa ni yeye amebeba hatima yake. Yeye haoni matunda. Hapana. Hapa haoni machungwa. Haoni melon.
anaona mke. Oh yes. Hallelujah. Za kumwambia hai madam, leo kazi iko namna gani? Iko sawa. Akikula matunda ya 20 akipeana 100, Yes. hangojei change. Anamwambia keep change. Oh, yes. Sema amen. Amina. Siku ya kesho, Yes. msichana bado anakuja. Yes. Kumbe kuna mtu Yes. haoni matunda. Oh yes. Haoni machungu. Oh yes. Anaona mke. yes. Sema amina. Amina. Hapa ndio nataka kukuapisha. Kila mtu aliyebeba hatima, aliyebeba destiny, wanamuharakisha. Amuharakisha. Oh, yes. Na unaona wote wameconnect. Kabla hatujafika mwezi wa 10. Oh yes. Wote wana connect. Amen. Hata wale wananitazama wakiwa bado. Sijui ni njia gani Mungu atatumia. Lakini nimekuapisha. Kabla tarehe 10. Mwezi wa 10. Uwe umebahatika kupatana na destiny connector. Destiny helper. Ukasema amina. Ukasema amina. Oh yes. Hapo Mungu alitumia punda. Sasa mwenzako mwambie Mungu alitumia punda. Mungu alitumia punda. Ana punda hawangelipotea. Kweli. Sauli hangepata mafuta yake. Kweli. Halo. Amen. Mimi sitaki kujua kama ni mambo itaumana. Lakini Mungu atumie njia yake. Amen. Sasa mwenzako mwambie umechelewa sana. Umechelewa mno. Sasa unapelekwa mbio. Yes. Sasa malaika wale wameshuka. Wanakupeleka mbio. Unapelekwa mbio. Hallelujah. Haujavaa mavazi yote. Unapelekwa mbio. Hata kama haujachana nywele. Unapelekwa mbio. Oh yes. Hapa ninaposema hujachana nywele vizuri. Sasa angalia anayeuza matunda. Yes. Na anayeuziwa. Yes. Iko mmoja Yes. haoni shagehea. Kweli. Anaona mke. Yes. Iko mwingine Yes. haoni sikati imeraruka. Anaona mke. Kweli. Hata akiuziwa matunda yako karibu kuharibika. Haoni matunda. Anaona mke. Hata matunda bado ikiwa ni makali. Anaikula vizuri. Akiwa na furaha. Haoni matunda. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Wingu la kwanza lifunguke. Wingu la pili lifunguke. Wingu la tatu. Na unaona hata kesho Monday. Kuna watu Mungu anapatanisha. Na destiny helper. Oh yes. Destiny connector. Amen. Hapa tunaona Mungu alitumia Punda. Soma tena John. Inasema Samueli wa kwanza 9:1. Basi kulikuwa na mtu mmoja Benjamini, jina lake akiitwa Kishi, mwana wa Abieli, mwana wa Serori, mwana wa Bekorathi, mwana wa Afia, mwana wa Benjamini, mtu shujaa, mwenye nguvu. Mstari ni wa 2. Naye alikuwa na mwana aliyeitwa jina lake Sauli, kijana tena mzuri, wala katika wana wa Israeli hakuwako mtu mzuri kuliko yeye. Tangu mabega yake kwenda juu alikuwa mrefu kuliko watu wote. Mstari ni wa 3. Na punda za Kishi, punda za baba yake Kishi, baba yake Sauli, walikuwa wamepotea. Walikuwa tayari wamepotea. Kishi akamwambia, hapa nataka unielewe vizuri. Vizuri, maana hii point sio watu wengi wanaielewa. Watu wengi wanaona tu pale kwa Sauli kumwagiliwa mafuta. Lakini kuna point nataka uielewe kwa makini sana. Kishi akamwambia Sauli mwanawe. Kishi akamwambia Sauli, haya basi, toa mtumishi mmoja pamoja nawe. Fikisha hapo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nataka wachungaji wakuja hapa sasa. Ukahakada ya kibudi. Nataka msimame hapa. Kuja hapa mtu wa gitaa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hapa na nataka unielewe vizuri sana. Hawa watu wakiwa hivi. Hawa ni watumishi wa nani? Oh yes. Wa Sauli.
ama wa baba yake Kishi. Maandiko inasema baba yake akamwambia, Yes. basi soma hapo. Inasema Kishi akamwambia Sauli, mwanawe, haya basi toa mtumishi mmoja. Hajaelekezwa ni mugani. Hawa wote hawajatiwa alama. Hawajatiwa alama. Halo. Lakini unawaona wakiwa hivi. Yes. Unaona wakiwa hivi. Yes. Umechanganyika. Mmoja wao. Yes. Ni destiny connector. Wa mafuta ya Sauli. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bado haujanielewa. Sio wote. Maana hawajatiwa alama. Oh yes. Ile baba yake alimwambia, chukua Moja. Mtumishi mmoja. chukua Mtumishi Moja. mmoja. hapa kwa kuchagua. Yes. Ni nani nitakwenda naye? Hey. Panahitaji Mungu. Oh yes. Panahitaji Mungu. Amen. Hajaambiwa hasa Yes. ni mtu mgani. Lakini kumbe Sauli, kwa sababu saa ya Bwana ilikuwa imefika. Yes. Alipoingia ndani yao, akakamata mtu mmoja. Kumbe huyu mtu mmoja yeye atatumika kama destiny connector. Amen. Oh yes. Haya, huyu asimame. Huyu atatumika Kama destiny connector. huyu atatumika. Je, kama angechukua huyu Hangekuwa connected. hangefika, na kama angechukua huyu Hangefika. hangetoboa, na kama angechukua huyu Hangepata ufalme. hangepata ufalme, na kama angechukua huyu hangetoboa safari, na kama angechukua huyu kwa sababu ako na suti bado hangefika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini alipochagua mtu mmoja, akamwambia wewe ndio tutaenda pamoja. Kumbe ndani ya huyo mtumishi kulikuwa na neema ya Mungu. Kulikuwa na kibali. Kumbe ndani yake kuna nyota ya hatima. Eli. Oh yes. Kuna nyota Ya hatima. si Mungu akusaidia leo. Amen. Na kuanzia leo Amen. Mungu akusaidia kuchagua Amen. aliyebeba destiny Yes. ya maisha yako. Amen. Kuanzia leo unaposema amina, roho ya kuchanganyikiwa, roho ya kujiongoza, roho ya kisirani inaondoka. Ina mikono, sema Bwana nisaidia kuchagua. Bwana nisaidie kuchagua. Inua tena, Bwana nisaidia kuchagua. Bwana nisaidie kuchagua. Halo. Akachagua huyu. Sema amen. Amen. Aya ngatho ni makareithia coka ikuria muma. Tondu wacagurwa no. Nataka kuchaguliwa na Ura wacagurwa no. Umechaguliwa na Mungu. Ura wacagurwa ni umwe. Ni mmoja. Inasema naye na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kishi akamwambia Sauli mwanae, haya basi toa mtumishi mmoja pamoja nawe. Oh yes, Mungu akusaidie. Na kuanzia leo Bwana akutenganishe na watu wa kisirani. Kuanzia leo Bwana akutenganishe na watu wa mikosi. Kuanzia leo Bwana akutenganishe na kizazi kiliolaaniwa. Kizazi Kilicholaaniwa. na unaona hapa pa kuchagua panahitaji Mungu. Yes. Angalia sasa huyu vile ameolewa. Akeo hale. Nikoyo ulia Kareina. Nikoyo ulia Kareina. Yes. Sasa kuna mtu ananugunika. Sema amen. Amen. Na tayari ako na watoto 5. Kweli. Ako na miaka 53. Yes. Akiwa hikiria ngoma. Ati alioa pepo. Utindu kungithie riu. Kuna mahali anaweza Ni munyitane. ni mshikane. Muthina mbere na roge. Muendelee na Tondu safari. gakeo hale. Koyo ulia Kareina. Ina mikono sabia Bwana hapa pa kuchagua. Hapa pa pa kuchagua. kuchagua. Nahitaji neema yako. Nahitaji neema yako. Hapa pa kuchagua. Hapo kwa kuchagua. Nahitaji kibali chako. Nahitaji kibali Na chako. unaona watu wote wanatamani kuweka biashara zao. Roho ya kuchanganyikiwa isipate nafasi ndani ya maisha yako unapochagua. Bwana pamoja na wewe. Amen. Kuna mtu alichagua kitu kizuri sana. Amen. 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 Lakini kuna mwingine Shida. acagurire ithanwa ria mundu. Ero cio ngeithanwa. Turathimwo ni Ngai. Amen. Andu acio na matiendaine. Hawa
watu wapendani. Halo. Ona ciana magiaga riria thitima ciora. Hata watoto wanapokea wakati stima zimepotea. Nikio tuona twao tuothe. Ndio maana watoto wao wote tutirekagia rethi. Hawako sawa. Tondu nginya ciana ciaciarirwo hindi yake. Watoto walizaliwa kama hakuna umeme. Hindi ya nduma. Ulikio wana twana tututhia taturamaka. Nakaa ni kama wanashtuka. Thina niko na twakiria atia. Walizaliwa kwa giza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Amen. Jehova wewe uliyenituma. Yes. Yoyote basi amejiunganisha. Amen. Na hii neema ya ibada ya leo. Amen. Na mconnect. Yes. Na mconnect. Yes. Na mconnect. Yes. Na wakati wa kuchagua. Yes. Asichanganyikiwe. Yes. Halo. Na nimekuambia mahali popote panahitaji uchague. Yes. Panahitaji Mungu. Yes. Panahitaji Mungu. Maana kuchagua sio kuchaguliwa. Panahitaji Mungu. Yes. Mahali unaenda kununua simu. Kweli. Panahitaji Mungu. Yes. Maana wengine wamenunua simu hata kabla hajafika kwa nyumba. Kweli. Atigagwo tu na evidence ya box. Ya kugurite ki. Alinunua simu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuthie John. Na punda za Kishi baba yake Sauli walikuwa wamepotea. Kisha akamwambia Sauli mwanae, haya basi toa mtumishi mmoja pamoja nawe uondoke uende ukawatafute. Chagua mtumishi mmoja pamoja na yeye. Yes. Mukaweze kuondoka. Baba yake hakumchagulia. Lakini hapa tunaona Sauli alipokuwa akichagua. Alichagua mtu muungwana. Mtu mcha Mungu. Mungu wa ibada. Kumbe ndani yake yuko na destiny connector. Wakaenda kutafuta nini? Punda. Tuthie John. Mstari ni 4. Naye akapita naye akapita kati ya nchi ya milima ya Efraimu, akapita na kati ya nchi ya Shalisha, lakini hawakuwaona punda. Kisha wakapita kati ya nchi ya Shalimu, wala huko hawakuona wale punda. Wakapita katika nchi ya Wabenjamini, lakini hawakuwapata. Mstari ni 5. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye. Kwanza fikisha hapo. Unapochagua mtu wa kupelekana na yeye, wacha Mungu akusaidie. Uchague mtu wakakutia nguvu. Jua ikiongezeka anakutia nguvu. Vita ikichacha anakutia nguvu. Magonjwa yakiwa mengi anakutia nguvu. Haleluya. Hapa tunaona yule mtumishi. Hata kama negopo Takuwa ni mtumishi. Mungu anamtumia kama destiny connector. Kweli. Ili Sauli asikate tamaa. Sauli kwa sababu ya kwamba ni kijana amelelewa vizuri. Akichomwa anajua anaambia mtumishi. Hai, mimi sitatafuta tena. Kweli. Lakini mtumishi anamwambia kaza mwendo. Kaza mwendo. Kile najua hatutarudi kama hatujapata punda. Yaani tunahitaji watu wa kusimama na sisi, watu wa kututia nguvu, watu wa kutujali. Halo. Angekuwa hakuchagua huyu. Amechagua Reverend. Kweli. Reverend ni wale wengine. Wamelelewa na maziwa. Kweli. Halo. Jua ikizidi hata kimoyomoyo wanasema sasa huyu haoni tumechoka. Kweli. Anagojea tu aabiwe turudi nyumbani. Aseme hata mimi nilikuwa nagojea tusiwatafute tena watu kama hawa. Waondoke. Bwana kupatanisha. Bwana akupatanishe na destiny connector. Hallelujah. Safari ikiwa ngumu, huyu anaambia Sauli hapana. Usikate moyo. Baba yako alitutuma kwa sababu ya kutuamini. Sauli anamwambia hapana. Na huyu anamwambia hapana. Kama umechoka nikukubeba nitakubeba. Kumbe huyu kuna kitu moja hakijui. Yeye anatumbika asukume Sauli. Asukume Sauli. Abusukume
asukumwe mpaka kwa hatima ya kwake. Hatima yake. Oh yes. Tunahitaji watu wa kutuambia ukichoka Kweli? nitakubeba. Oh yes. Tunahitaji watu wa kutuambia mimi nakusukuma mpaka ufike. Halo. Lakini sio watu wanakuambia ni kama kimeumana. Wacha tukata tamaa. Haleluya. Watu kama hao Mungu atuondolee. Amina. Halo. Halo. Kuna kitu hapa nataka ukielewe. Unaona hata huyu hajui ni destiny connector. Oh yes. Ya Sauli afike kwa mafuta. Hapana. Hata yeye mwenyewe hajui. Kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Angekuwa mtumishi wa kawaida ni angechoka mbele ya Sauli. Kweli. Kumwambia sasa tumeenda katika miji yote na bado hatujaona punda. Kweli. Turudi maana miguu yako imeanza kufura. Yes. Turudi maana chakula na maji tayari yameisha. Kweli. Lakini yule mtu tunaona anajitahidi. Anamwambia kama nikukubeba mimi nitakubeba. Lakini kile najua wewe tusonge. Wewe tusonge. Wewe tusonge. Baka afike. Yes. Kwa hatima yake. Yes. Ina mikono iraka imodo tosha newe kwenda. Uga modo tosha. Na unaona wewe unasema amini. Huyo mtu ameachiliwa. Wewe unasema amen. Huyo mtu ameachiliwa. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Watu wangapi wameoana? Uga amen. Amina. Wameoana. Mume anakata kauli anasema wasefu. Afanya nini? Wasefu. Ikifika 10,000 mke wake anaigiwa na shetani. Amwambia sasa tukule hizi, tukule mayai na nyama. Na tununue kitege. 10,000 iwezi nunua ploti. Kweli. Wewe acha, 10,000 iwezi nijenga nyumba. Anasahau kidogo kidogo. Ujaza kibaba. Ujaza kibaba. Mwisho ile 10,000 inaisha. Wanakula. Matiguo menake. Naitenge. Ndio chokaria matiguo menake. Atiwa bure. Sema amen. Amen. Wakisefu kale kanaitwa home pack. Yes. Wakisefu miezi 4. Yes. Mke wake anaikiwa na kisirani nasema ya kwamba anamisi nyama. Yes. Kahomba kavunjwe. Tuvunje. Wagoreke. Nyama. Wagoreke. Nyama. Tukule maini. Mtu mmoja basi yuko na destiny. Lakini mwenye walipatana na yeye. Yes. Ni wa kumvuta nyuma. Kweli. Watu kama hao Mungu akuondolee. Watu wa kukuvuta nyuma. Jehova akuondolee. Watu kama hao. Kwa jina la Yesu. Hello. Continue. Inasema mstari wa 4 Samueli wa kwanza 9. Hata walipofika nchi ya Sufu, Sauli akamwambia yule mtumishi aliyefuatana naye, haya na turudi baba yangu. Sasa nani anasema warudi? Sauli. Sauli anasema na turudi. Yes. Akaacha kufikiri habari za punda, atatufikiri sisi. Mstari ni wa 6. Naye akamwambia, naye mtumishi akamwambia, tazama katika mji huu usikate tamaa. Hata kama umechoka usikate tamaa. Hata jua ikiongezeka usikate tamaa. Amen. Hebu nitazame. Mtumishi akaambia Sauli, usikate tamaa. Oh yes. My God. Maana unaona huku tuko. Jesus. Unaona hii area. Oh yes. Na kwani tuko wapi? Unaona huku. Yes. Kunaye nabii wa Mungu. Amina. Halo. Halo. Sasa angalia tena hapa tunaona mara ya pili. Yes. Mtumishi wa kuchunga ng'ombe anatumika kama destiny connector. Na kuapisha kwa jina la Jehova. Kama vile Jehova aishivyo milele. Wingu la kwanza lifunguke. Wingu la pili lifunguke. Wingu la tatu. Wanda kupatanishe na destiny connector. Yes. Salimia watu wawili waambie Bwana akuunganishe. Bwana akuunganishe. Na aliyebeba hatima yako. Na aliyebeba hatima yako. Oh yes. Amen. Yes. Na unaona kuanzia kesho. Amen. Unaona kuanzia kesho. Huyo mtu naona akitumwa. Yes. Akitumwa na Mungu. Yes. Atumike kama destiny. Amen.
kama destiny Connector. Weka mikono miwili juu, sema Bwana. Bwana. Sema Jehova. Jehova. Sema Bwana. Bwana. Nipatanishe. Nipatanishe. Na destiny. Na destiny. Connector. Connector. Amen. Amen. Halo. Halo. Mara ya tatu tutazame hapa. Huyu mtumishi aliyeajiriwa kama mtumwa, kweli, alijuaje katika mji huu unaye nabii wa Bwana? Gikuyu kiugaga yahoma gutire mutito baga. Kikuyu anasema kwamba kichoka hakuna mahali yezi pumzika. Sauli alipomkodolea macho, Yes. akamuuliza, wewe na umekuwa mtumwa kwetu, unajua namna gani ya kwamba ndani ya mji huu kunaye nabii? Hebu soma John. Nasema mstari wa 6. Naye akamwambia, tazama, katika mji huu na mtu wa Mungu, naye ni mtu mwenye kuheshimiwa, yote asemayo hapa haudre dokurure na ikara yote asemayo hutukia kweli kweli, hutimia, hutokea kweli. Ya yote yanayoisema inatimia 100%. Lakini sio kwa watu wote, kwa wenye imani. Basi twende huko, labda yeye aweza fikisha hapo. Kila mtu anitazame sasa. Sauli akamkondolea macho, akamuuliza, wewe tumekuajiri miaka 5 na hatukupeagi off. Kweli. Unajuaje ndani ya mji huu kunayo nabii wa Bwana? Naye mtumishi akamwambia, akamwambia, ndiposa nimekuambia kila jambo analolisema linatimia kweli kweli. Mimi unaniona hapa, kabla hamjaniajiri nilikuwa nimerogwa, nyota yangu ilikuwa imekamatwa, nilikuwa nimefungwa. Nilipotembelea huyu nabii wa Bwana, alinifungua na akaniambia, nenda ufanikiwe. Mtumishi anamwambia Sauli, unaniona mimi bereni, sikuwa mtu wa kupendeka, nilikuwa mtu amekataliwa, lakini nabii wa Bwana aliponiombea akaniekelea mikono, nikapata kibali. Na ndio muliniajiri. Kweli. Sikia. Kumbe hata baraka ya kazi ya huyu ilitokana na nabii wa Mungu. Mtumishi anamwambia, nilikuwa nimerogwa, lakini akaniombea. Nilipokuja kwenyu nikapata kibali. Hallelujah. Nikapata kibali. Hivyo mmeniajiri kwa sababu ya kibali cha nabii. Nilipata neema kwenyu kwa sababu ya maombi ya nabii. Nitazame. Ama hapa anasema lolote alisemalo linatimia, utimia kweli kweli. Amen. Huyu anajua namna gani kama hana evidence? Kweli. Anajua kwa sababu alipoambiwa nenda ufanikiwe, alifanikiwa. Kweli. Na akapata kazi. Kweli. Sema amina. Hapa tunaona mtu ambao ameajiriwa, anatumika kama destiny connector. Kama vile Jehova aishivyo milele, yeyote yuko na destiny. Destiny yako Bwana akupatanishe. Kabla hatujafika tarehe 10 mwezi wa 10. Sema watu wawili wa Bwana akupatanishe. Bwana akupatanishe na destiny. Na destiny. Acha turudi nyuma. Mtumishi akamwambia, huyo ni nabii wa Mungu. Lolote analolisema linatimia kweli kweli, linatimia 100%. Maana aliniambia nifaulu na nimefaulu na nikafaulu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hata kama yuko Mombasa, hata kama yuko ng'ambo, yeyote amebeba hatima yako, Bwana mkoseshi amani. Yeyote amebeba destiny, Bwana mnyimi amani. Bwana muharakishe, Bwana wapatanishe. Wapi kelele ya imani? Nasema kelele ya imani. Bwana kupatanishe na destiny. Amen. Destiny hayakuja bado, wanatembea ama bado hawayuko pamoja? Wako pamoja. Hapa tunaona kwamba mtumishi anamwambia kaza mwendo. Jitia nguvu. Oh yes. Sasa unakata tamana, tumefika.
ndani ya huu mji Kunaye nabii Oh, yes. Baba. Na Samueli akamuuliza sasa, nitamuona namna gani? Tazama, katika mji huu yupo mtu wa Mungu anayeheshimiwa sana, na kila kitu asemacho hutokea kweli. Utokea Kweli. Na unaona yote ninayoyasema hapa, Amina. yatatokea kweli. Amen. Unaona yoyote naamini, yote ninalolisema hapa yatatimia kweli. 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 Amen. Sasa na twende huko, huenda atatuambia. Huenda atafanya nini? Atatuambia. Huenda atafanya nini? Atatuambia. Twende njia ipi? Mstari ni wa 7. Oh yes. Ndipo Sauli Kama Mungu amekuleta hapa leo na kuonyesha njia yako, kama Bwana amekuleta ndani ya mikono ya nabii Samueli, leo nitakuelekeza. Hallelujah. Na kama sio mimi nitakuelekeza. Yes. Utakapolala malaika wangu atakuelekeza. Amina. Doranyita wewe. Utakapokuwa umelala, malaika wanaohudumu na mimi watakuelekeza. Hivyo wewe uko hapa na haujajua adui yako ni nani. Kabla kupambazuke umuote. Hallelujah. Salimia zako mwambie umuote. Umuote. Halo. Halo. Niko watu wengine Bwana atawaotesha. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ataota na mwenye amebeba hatima Ya kwake. ya maisha yake. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Iko mtu amenisumbua sana kutoka Lemuru. Yes. Kila wakati naandika message nyingi. Niambia mimi sikumjui. Na nimekuota zaidi ya mara 30. Oh yes. Mungu ananiambia wewe ndio uko na fungua ya kwangu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikamuuliza kutoka Obere, akaniambia kwamba ni Kiambu. Na hata kanisa lako sasa hivi Yes. silijui. Lakini kila wakati naota na wewe. Yes. Mungu ananiambia nitakapofika kwako, Amen. utumwa wangu Yes. unafika mwisho. Amen. Amina. Kuenda kumwombea Mungu akaniambia si kumuotesha, umwombee kwa simu. Atoe gharama. Amina. Atoke Kiambu. Yes. Akuje akutafute. Yes. Wewe hautoki Kiambu. Wewe tayari umefika. Kama vile Jehova aishivyo milele. Hallelujah. Yes. Na kuunganisha na hatima yako. Na kuunganisha na baraka yako. Kama unaamini sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Sema hallelujah. Hallelujah. Tubisha namwambia anaweza akatuelekeza mahali punda Zilipo. zilipo. Yes. Nasikia raini ya Mungu inanena. Hallelujah. Sauti ya Mungu inanifikia. Yes. Kuna mtu yuko hapa na wengine wananitazama. Yes. Na tayari wamepoteza punda za kwao. Yes. Wengine wamepoteza ndoa. Wengine wamepoteza biashara. Wengine wamepoteza vitu nyingi. Lakini nikubalishe nikutabirie kama vile Jehova aishivyo milele. Chochote umepoteza, kila kimepotea, kinakwenda kupatikana. Punda za baba yako, nyota iliyoimbiwa inakwenda kupatikana. Wapikana na imani. Salimia watu watatu, waambie kile kimepotea, Kile kimepotea kinakwenda kupatikana. Kwenda kupatikana. Sikia. Bado sauti ya Bwana inanena. Waambie kile wamekipoteza, kile wamekipoteza, kile wamekipoteza kinakwenda kupatikana. Nami nasimama nikiwa nabii wa Bwana, chochote kimepotea Yes. kinakwenda kupatikana. Kanisa halo. Hello. Kanisa halo. Kaito. Kanisa halo. Hello. Pikisema zako muulize umepoteza nini? Umepoteza nini? Ndio muulize umepoteza nini? Umepoteza nini? Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kama punda Yes. zitakuja kupatikana Amen. kwa sababu ya anointing Yes. iliyo ndani ya Samueli. Hata wewe nimekuapisha. Kama ni biashara inakwenda kupatikana. Kama ni nyota inakwenda kukurejea. Hallelujah. Punda zinapatikana. Amina. Punda Zinapatikana. wengine ndio moliene kiotete. Ni nini umepoteza wewe? Otete.
Angĩkorwo nĩ Ngai ũraria thĩinĩ wako, ikiwa ni Mungu ananena ndani yangu, kĩrĩa gĩothe gĩakuotete chochote ulichopoteza ndakũrathĩra ũũ, nimekutabiria hivi mathaa 42 masaa 42 kana na 8 ama 48 matathirĩte kabla yaishe. kĩrĩa gĩaku kĩũrĩte Chochote kilichopotea ndahoya kĩonekane, kionekane. kutabiri na tabiri. Yes. Nasema hii ni kutabiri na tabiri. Yes. Kabla ya masaa 48 kile chako kimepotea. Kama ni bunda inapatikana, kama ni ndoa inapatikana, kama ni pesa inapatikana, kila kitu kinapatikana. Amen. Nikisema zako muulize umepoteza nini? Umepoteza nini? Ndio muulize ni kile yako kiorete. Nini chako kilichopotea? Wale wote wameconnect na mimi. Amen. Yes. Kabla ya masaa 48 Yes. kile kimepotea. Amina. Kitakuwa kimepatikana. Amina. Kama umeamini ungesema amina mzuri. Amina. Ungesema amina mzuri. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sauli bado anaendelea. Yes. Aha. Ndipo Sauli akamwambia mtumishi wake, lakini angalia, Yes. kama tukienda tumpelekee mtu huyo kitu gani? Aha. Maana chakula kimekwisha vyomboni mwetu, Aha. wala hapana zawadi. Angalia hapa tena. Destiny Connect. Connector. Oh yes. Wangekuwa hawana shilingi, Yes. hiyo ingekuwa kikwazo Kabisa. cha kuenda kwa nabii. Yes. Maana kumeandikwa, Yes. usikwende kwa nabii Kwa mkono mitupu. mikono mitupu. Oh yes. Na ndiposa shetani akahakikisha Yes. Sauli amesahau na waleti yake asibebe kitu. Yes. Oh yes. Amen. Atakayetumika kama Destiny Connector. Amen. Hata wachawi wakikonchoa, hata wakishikana, hautazuilika. Kama nafasi yako imefika, kama wakati wako umefika, hata washikana mikono. Sauli namwambia hatuwezi enda Kweli. kwa nabii. Mikono mitupu. Tumisha namwambia unaniona mimi mbele? Kabla sijaobewa na huyo nabii wa Mungu, Oh yes. nilikuwa napata pesa haisimami kwa mfuko. Kweli. Lakini unaona leo Oh yes. niko na kitu. Niko na kitu. Oh yes. Hivyo shetani hata tuzuilia kufika kwa nabii. Amen. Naomba wasikuzuilie. Amen. Naomba wasikuzuilie. Hata wakiwa wengi kiasi gani, wewe usizuilike. Jesus. Na haya ndukagirĩrĩke. Amen. Githiria mũndũ ũcio kĩmwĩre ndukagirĩrĩke we. Usizuilike. Usizuilike. Hapa niko na nini? Robo shekeli. Niko na rombo seke. Yes. Aha. Niko na robo shekeli ya fedha, nitampa huyo mtu wa Mungu fedha hiyo atuambie njia yetu. Mstari ni wa 9. Hapo zamani katika Israeli mtu alipokwenda kuuliza neno kwa Mungu usema hivi, haya twende kwa muonaji. Twende kwa muonaji. Maana mtu aitwaye sasa nabii, hapo zamani aliitwa muonaji. Aliitwa nani? Muonaji. Mstari ni wa 10. Na unaona leo nitakuonea mali yako. Amina. Na unaona leo nitakuonea nyota yako. Pale walipeleka kwa bahari, leo nitakuonea. Unaona leo mahali walizika pesa yako, leo nitakuonea. Unaona leo pale walizika nguo yako. Amen. Ina mikono sama nabii nione. Nabii nione. Nabii Nione. nabii nione. Yes. Kama vile Yesu alimuonea Petero walipokuwa anasumbuliwa na kulipa kondi. Yes. Yesu akatazama Petero akamwambia, "Oi mai, na niguo tungatire Ngai. Niguo ma. Na niguo thenire ma. Niguo ma. Na niguo wenyitirie musibi." Oh yes. Paulo. Petro nduriona ki? Petro una chochote. Petro ndaragia kaga Yesu uguo. Kana mtazama Ona tu. king'otore ndire. Hata shilingi Na hela niguo sina. tungatite. Vile nimetumika. Yesu alipomtazama. Amen. Yes. Kumbe iko wachawi wawili. Sema amen. Amen. Walichukua 1,000 Yes. ya nani? Ya Petero. Wakapeleka kwa bahari. Ehe. Yesu akamwambia,
Mali yako na pesa zako zimemezwa na samaki. Sasa angalia kutetemeka kwa Petro. Pesa zako zimemezwa na samaki. Lakini Yesu akamwambia kwa sababu nimekuonea. Huyo samaki anaswe. Huyo samaki anaswe. Na unaona hata sasa ninakuapisha. Kila samaki aliyomeza pesa yako anaswe. Kila samaki aliyomeza destiny anaswe. Kila pepo aliyemeza mali yako piga kelele. Nani anasema na bilioni? Nani anasema na bilioni? Yesu anamwambia nini? Huyo samaki amesikia. Usiende sahi kwa bahari. Hello. Sasa hivi kuna kitu na connect watu wale wako sawa. Alama igweta madhikirerie. Waliojisikia wasikize. Yesu akamwambia kesho. Early in the morning. In the morning. Nenda kwa bahari. Amen. Samaki utakaye mtega. Amen. Fungua tumbo yake na mdomo wake. Utapata pesa zako. Aliyozimeza ziko ndani ya tumbo. Wewe nimekuapisha. Hii wiki ya kuanzia kesho Bwana kupatanisha samaki aliyemeza baraka ya kwako. Kila samaki aliyemeza pesa zako weka mikono yako juu. Sema kila samaki anaswe. Na unaona kesho asubuhi huyo samaki anaswe. Unaona kesho kabla jua halijawaka huyo samaki aliyemeza Ile anifurahisha nini? Petro ndamuragire. Petro hakumua. Alitoa pesa. Kaangalia samaki. Amwambia sasa sikia. Unarudi kwa bahari. Mdomo mtupu. Maana kilicho changu kimenirejea kwa wakati wake. Dahoya ngaida kala kamweterera muno. Naomba Mungu asiwafanye mgoje sana. Na ndakurathima wewe. Rosho makiumagara. Kila samaki aliyemeza pesa zako kesho ukamunasa. Nani yuko tayari kunasa huyo samaki? Nani yuko tayari? Na kwa imani yako unayenitazama ukamunasa huyo samaki. Ukafanya nini? Nikamunasa yule samaki. Kia sade kiwatoka. Amini tukija hapa Jumapili. Pesa sio imeratio ni samaki. Tuna samaki. Na ukumbuke samaki ni kupelekewa alipelekewa. Hello. Hivyo pale walipeleka nyota yako. Tunaiendea. Pale walipeleka ndoa yako. Tunaiendea. Weka mikono yako juu. Sema tunaendea. By fire. Basi Sauli akamwambia mtumishi wake, umesema vyema. Haya twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyokuwa mtu wa Mungu. 11 inasema walipokuwa wakipanda mlima kwenda mjini wakakutana na baadhi ya wasichana wanakuja. Kuna kitu hapa nataka nikuombe. Sema amina. Haya, simama hapa chairman. Reverend, simama hapa. Na nipata mtu mwingine ataenda kusimama pale kwa ule muasha. Mtu mmoja aende asimame pale. Kuna kitu nataka nikuapisha nikiwa ndani ya Mungu. Sema amina. Utakapotoka hapa katika njia zako zote Bwana kupatanisha na destiny helper, destiny connector. Kama vile unasema amina, Bwana kupatanisha na destiny connector. Nipe masikio. Msi akamwambia mtumishi wake, umesema vyema. Haya twende. Wakaenda mpaka mji ule aliyokuwamo mtu wa Mungu. 11 inasema walipokuwa wakipanda mlima kwenda mjini. Mlima kwenda wapi? Mjini. Kwenda mjini. Wakakutana na baadhi ya wasichana. Sasa angalia hapa, tunaona tena Mungu anaachilia destiny connector wengine. Sema amina. Sema amen. Sasa kwa nini hawa wasichana wanachota maji wakati
tunaofaa tu ili watumike kama destiny connector. Yes. Halo. Hello. Na nikuambia hii na unielewe vizuri. Destiny connector wakati mwingine hawajijui. Kweli. Labda kwa hawa wasichana ni mtungi ulitereza maji yote yakamwagika. Kweli. Hii yote inafanyika ili nyota ya Sauli itafutiwe nafasi. Roho wa Mungu akaingia ndani ya wasichana. Wakaambiwa hii ni saa ya kwenda kuchota maji. Sasa ndio hawa wanachota maji. Maandiko inasema ya kwamba Sauli na mtumishi wake walipofika wakaona wasichana wanachota maji. Kweli. Wakasema basi wacha tuwaulize. Walipokuwa wanauliza hawa mgonga vizuri, ni vizuri tumuulize habari zenyu nyinyi wasichana. Kuna mtu mmoja tunatafuta na jina lake ni nabii wa Bwana ambao ndani ya macho yake Mungu anaona mambo ya kitofauti. Basi na yeye na hawa wasichana wakaigiwa na Roho wa Mungu. Wakasema hata amepita sasa hivi haja kwenda pali kama basi mtaharakisha tutaweza kumfikia. Mtaharakisha. Hivyo basi hawa wasichana wametumika kama destiny connectors. Tayari wametuconnect ama bado hawaja tuconnect? Wametuconnect. Kwa sababu tumeambiliwa safari inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Na walipokuwa wanaenda wakapatana na mzee. Huyu mzee akitazamwa sio mtu wa kupendeka. Ndani yake hana hata nyota ya mvuto watu wakiona. Lakini tunamuuliza habari yako mzee. Tunatafuta mtu ambao jina lake ni muoni wa maono. Sema amina. Na yeye anatujibu anatuambia huyo mtu mnatafuta sio mtu mwingine. Huyo mtu ni mimi. Na kuombea Bwana kama vile Jehova aishivyo milele. Amina. Bwana akupatanishe na destiny connector. Salimia watu wawili waambie hata kama ni 10. Hata kama ni 10. Bwana akupatanishe na wao. Bwana akupatanishe na wao. Hata kama ni 5. Hata kama ni 5. Bwana akupatanishe na wao. Bwana akupatanishe na wao. Hata kama ni 100. Hata kama ni 100. Weka mkono wako juu. Na kuombea neema na kibali ya kukupatanisha na destiny connector. Amina. Destiny Connector. Destiny Connector. Destiny Connector. Destiny connector. Walipofika kwa nabii, nabii akawaambia huyo mtu mnatafuta ni mimi. Sema amen. Na tayari Mungu amekwisha kunipatia habari yako yote. Kweli. Sikia vile nabii anamwambia. Tuko mstari wa ngapi? Tuko mstari wa 11. Twende pale mstari wa 15. Inasema kitabu cha Samueli wa kwanza 9:15. Basi siku moja kabla Sauli hajaja, Bwana alikuwa amemfunulia Samueli. Bwana alikuwa amefanya nini? Amemfunulia Samueli. Mudosho kemwera gainara aletie. Bwana alikuwa amemfunulia Samueli jambo hili. 16. Kesho wakati kama huu nitakupelekea mtu kutoka nchi ya Benjamini, umtie mafuta awe kiongozi juu ya watu wangu Israeli. Ndiye atakayewakomboa watu wangu na mkono wa Wafilisti. Nimewaangalia watu wangu kwa kuwa kilio chao kimenifikia. 17. Samueli alipomuona Sauli, Bwana akamwambia, huyu ndiye mtu niliyekuambia habari zake, kwamba yeye atawatawala watu wangu. 18. Sauli akamkaribia Samueli langoni na kumuuliza, tafadhali, je, waweza kuniambia mahali nyumba ya mwonaji ilipo? 19. Samueli akamjibu Sauli, mimi ndiye mwonaji. Panda utangulie mbele yangu mpaka mahali pa juu, kwa kuwa leo itakupasa kula pamoja nami, na asubuhi nitakuruhusu. Salimia mwenzako mwambie kesho asubuhi. Mwambie kesho asubuhi. Bwana atakuconnect. Simama hapa chairman. Reverend usimame pale ulikuwa. Naye Joseph wakwenda mahali alikuwa. Sema amina. Amen. Nitakapokuwa nikiwaachilia leo, nataka mtazame kile kitafanyika kuanzia kesho. Kwa wale watu wa Korada, kuja Derek.
nikikusalimia, nikikutuma, kama vile maandiko yanasema kwamba Mungu ulituma neno lake. Amina. Kuanzia siku ya leo na kesho, Yes. Mungu atakuelekeza mpaka ufike kwa destiny yako. Amen. Nikituma huyu, Yes. ataanguka kwa mikono ya huyu. Amen. Na huyu atamchukua. Yes. Waende na yeye mpaka kwa referee. Yes. Wakifika kwa referee na yeye waonyeshe njia. Amen. Wafike mpaka kwa mtu ambaye anaitwa nani? Pastor Joseph. Mtu ambaye anaitwa Pastor Joseph. Yes. Na utakapokuwa unatazama vile kunaendelea, hivyo ndivyo kutafanyika siku ya kesho. Maana kuanzia dakika hii, milango ya Destiny Connector, milango ya Destiny Help, Bwana anaifungua. Twende John mstari 18. Sauli akamkaribia Samueli langoni na kumuuliza, tafadhali, je, waweza kuniambia mahali pa nyumba ya mwonaji ilipo? 19. Samueli akamjibu Sauli, mimi ndiye mwonaji, panda utangulie mbele yangu mpaka mahali pa juu, kwa kuwa leo itakupasa kula pamoja nami, na asubuhi nitakuruhusu uende na nitakuambia yale yote yaliyo mioyoni mwako. Mstari wa 20. Kuhusu wale punda, sikia, kuhusu Wale punda. hii nabii ameguza kidogo ili jamaa aone usigizi. Yes. Asione ni kama ameenda kwa mikono ya tapeli. Yeah. Nabii anamhudumia kidogo. Yes. Hapo ndio Sauli alisema, oh yes, Oh, yes. hakika huyu ni nabii wa Bwana. Kama tayari anaziona punda zilizopotea, hakika mafuta ya Bwana Yapo juu yako juu yake. yake. Yes. Nitazame Amen. kila punda zilizopotea, Yes. siku ya kesho utaziona. Amen. Pesa zako zilizopotea, Yes. siku ya kesho zitarudi. Amen. Afya iliyoibiwa, siku ya kesho itakurejea. Opportunity iliyoondoka, siku ya kesho itakurejea. Kwa sababu kila punda, kila mali na nyota iliyopotea, Amen. siku ya kesho Yes. Amen. inakwenda. Kurejea. Sema amen. Amen. Sasa mimi ni neno, na mimi kama neno la Bwana Amen. Yes. nimetuma huyu Aha. anayetafuta punda, Yes. lakini lengo la Mungu kubwa sio punda. Hapana. Ni huyu ainuliwe, Kweli. apokee mafuta ya kwake, Yes. awe mfalme. Kweli. Tuko na watu wengi sana hapa wameitwa na Mungu. Amen. Tuko na nyota nyingi sana ziko hapa zinanitazama. Kweli. Kila kimezuilia hizi nyota zing'ae, Yes. maana hakuna destiny Connector. connector. Ukipatana na destiny connector, hii maisha ya kukopa kopa inafika mwisho. Kweli. Bwana anakuheshimisha. Amen. Na unaona leo kwa mafuta yaliyo juu yangu, Aha. na kuunganisha na destiny help, Yes. destiny connector. Yes. Na unaona kuanzia kesho, Amen. iko mtu mutapatana. Amen. Nasema iko mtu mmoja, hata kama watakuwa 10. Yes. Mungu awatumie Amen. mpaka ufike Yes. kwa destiny yako. Kweli. Sasa mimi nimetuma huyu, Oh, yes. tumtazame. Huyo ni mtumishi wa kwake. Sasa wameenda kufanya nini? Kutafuta punda. Tafuta punda. Alafu Yes. wanapatana na nini? Wanapatana na wasichana Wapatana na wasichana pale wakifanya nini? wakichota maji. Wakichota maji. Yes. Aha, ndio hao sasa. Ona vile wanaongea. Wamechoka. Salimia mwenzako, mwambie leo ni leo tu nahangaika. Ni leo tu nahangaika. Mwambie ni leo tu nateseka. Leo tu nateseka. Lakini kuanzia leo Bwana akupatanishe Amen. na nyota yako. Amen. Bwana akupatanishe Amen. na mafuta yako ya ufalme. Amina. Ndio hao sasa. Yes. Tayari wamefika kwa wasichana. Amina. Na wasichana wanawaambia, Yes. hamujachelewa. Hamujachelewa. Haleluya. 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 Wapi kelele? Jesus. Sema amen. Hey. Aya, sasa kila mtu anitazame.
Na hii point nataka uielewe. Amen. Wasichana wakawaambia, Yes. bado hamujachelewa. Amen. Salimia watu watatu waambie bado haujachelewa. Bado hujachelewa. Waambie bado haujachelewa. Bado hujachelewa. Ukionekana umezeeka, bado hujachelewa. Hata ukionekana haujafika, bado Haujachelewa. Hey! Nani anasema bado hajachelewa? Amina. Haya basi wasichana, tamotiganire murudi pale. Na wao wasichana, kuna kitu moja hapa. Yes. Okaide muonie rigi. Wasichana kazi yao ni kutuelekeza. Yes. Lakini sio kufuata hawa. Hivyo wewe simama hapa. Kazi yako ni kuwaelekeza. Yes. Na kuwaambia hamujachelewa sana. Wekeni bidii kidogo. Yes. Na mtapatana. Amen. Na nabii wa Mungu. Sema amina. Hivyo hawa na wao wakifika hapa wataongezea bio kidogo. Sawa sawa na vile wameelekezwa. Sana. Na wasichana Wabaki. halo Halo. na wao wakifika hapa kwa Joseph. Yes. Lazima nekai. Amen. Nabii wakati mwingine anaweza onekana hana nyama. Amen. Wakati mwingine kanzo yake inaweza onekana ni kubwa. Kweli. Yes. Lakini ndani ya nabii Kuna kitu. kuna mto wa uzima. Oh, yes. Ndani ya moyo wa nabii. Amen. Naye nabii atawaambia namna gani? Kile mtafanya ni kulala Kupumzika. na punda ziliyopotea. Kazi uliyofutwa, duka iliyoisha, supermarket iliyofilisika, dawa iliyoisha, pesa ziliyopotea. Yes! Nenie gorea kile yake orete na dome okereruke na dosokerio gima wa mwili sasa ndio hao wanakwenda kwa msichana. Yes. Wale wasichana mahali Anachota maji. sema amina. Amen. Na nataka tuende polepole nikitabiri. Yes. Sema amina. Amen. Siku ya kesho Yes. ni wewe umesimama hapa. Amina. Lakini kupitia maneno yanayotoka ndani ya kinywa changu, hata wachawi wakikuzunguka, hata waganga wakikuzunguka, hata watu wa chuki wakikuzunguka, salimia watu wawili waambie bado utafika. Bado utafika. Halo, Halo. hapa ndio nakutambiria. Yes. Hata washikana mikono, hata wawe mamilionea, hata wawe wachawi, hawatazuilia Kweli. destiny yako. Yes. Hawa tayari wamebarikiwa na Mungu. Ndio wao sasa. Yes. Na unaona wakitembea Amen. bado kuna wachawi. Yes. Lakini wachawi wameshindwa. Washindwa. Bado kuna waganga. Yes. Lakini waganga wameshindwa. Washindwa. Hallelujah. Salimia watu wawili waambie wasikuzuilie. Wasikuzuilie. Wasifanya nini? Wasikuzuilie. Ndio wao sasa wakielezana. Hallelujah. Tutajua ni wapi. Yes. Kwa muonaji. Yes. Ndio wao sasa. Hallelujah. Wanafika wapi? Wasichana. Wanafika kwa kizima. Yes. Sema amina. Amina. Kabla hawajaondoka. Yes. Nikubarisha nikutabirie. Amina. Hii ni siku ya Monday. Yes. Lakini hata Tuesday Amina. bado utapatana Amina. na Destiny Connector. Amina. Hata siku ya Friday. Yes. Aha, ndio sasa. Sema amen. Amen. Naye na pia nawaambia Yes. punda mnazo zitafuta. Yes. Zimepatikana. Zimefanya mkonde. Yes. Punda zimepatikana. Zimepatikana. Wakiambiwa punda zimepatikana, Yes. warukaruke hapo. Amen. Tujue tayari punda. Oh yes. Nitazame sasa. Punda zimepatikana. Ama bado hazijapatikana. Zimepatikana. Punda zimepatikana. Wapi vigelegele? Naomba unitazame. Amina. Hapa ndio tunaulizana swali. Punda zimepatikana ama hazijapatikana? Zimepatikana. Sema amen. Amen. Nabii anamwambia mumekonda kwa siku 3. Kweli. Lakini asema Bwana wa majeshi, Amina.
Oh yes. Oh yes. Kazi ulioitafuta sana. Oh yes. Kesho inapatikana. Amen. Ndoa ulioitafuta sana. Amen. Kesho inapatikana. Amen. Afya ulioitafuta sana. Kesho inapatikana. Ushindi wa kesi iliyokutesa, ushindi unapatikana. Pesa iliyoibiwa inapatikana. Inapatikana. Biblia ndio imeeleza gukoma. Utalala tu. Na roshio. Fuda siaku. Fuda za kwako. Sasa hapa ndio nataka unielewe. Aha. Kile Sauli amefanya ni kuabiririwa. Lakini ili azipate punda kuna kitu bado hajapewa. Aha. Sema amen. 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 Kuna kitu bado hajapewa. Na hapa ndio tutaona. Oh yes. Alipotupatiwa tone la mafuta. Yes. Punda zikajitokeza. Amen. Nitakapokuguza. Yes. Na anointing oil leo. Yes. Punda zisijitokeze. Amen. Nitakapokuguza na mafuta ya baraka. Yes. Kiliyopotea. Yes. Kijitokeze. Haraka iwezekanavyo. Destiny ya kwako iliyozikwa kwa kaburi ijitokeze. Piga kelele. Hey. Halo. Hello. Halo. Hello. Maandiko yanasema Mungu alikuwa amemwambia Samueli, Yes. hii nyama iwekwe. Kwa sababu kuna mtu anakuja. Salimia mwenzako, mwambie kuna nyama imewekwa. Kuna nyama imewekwa. Mwambie kuna zawadi umewekewa. Kuna zawadi umewekewa. Mwambie kuanzia leo usijidharau. Kuanzia leo usijidharau. Maana maandiko inasema Oh yes. Samueli akamchukua twende. Aha. Akamuingiza ndani ya nyumba. Oh yes. Kuhusu wale punda uliowapoteza siku 3 zilizopita, usifadhaike. Hata kama ni miaka 5 usifadhaike. Amen. Kama ndoa ilikuwa yako inarudi. Amen. Kama nyota ilikuwa yako inarudi. Amen. Kama biashara ilikuwa yako inarudi. Amen. Kama huduma ilikuwa yako inarudi. Amen. Halo. Halo. Usifadhaike kwa habari yao, wamepatikana. Ni kwa nani ambaye shauku yote ya Israeli imeelekea kama si kwako? 21 inasema Sauli akajibu, je, mimi si Benjamini kutoka kabila ndogo kuliko yote ya Israeli? Na ukoo wangu si ndio mdogo kuliko koo zote za kabila ya Benjamini? Kwa nini uniambie jambo la namna hiyo? 22 inasema kisha Samueli akamleta Sauli na mtumishi wake ndani ukumbuni na kuwaketisha mahali pa heshima. Salimia mwenzako, mwambie pokea heshima yako. Pokea heshima yako. Pokea heshima yako. Pokea heshima yako. Alibeba heshima yako. Yes. Hata kama ni andiko yako. Urejeshewe heshima yako. Yes. Urejeshewe heshima yako. 22 inasema naye Samueli akamtoa Sauli na mtumishi wake akawaleta ndani sebuleni, akawaketisha mahali pa heshima kati ya watu walioalikwa, nao jumla yao walikuwa kama watu 30. 23 inasema Samueli akamwambia mpishi. Samueli akamwambia nani? Mpishi. Leta ile sehemu niliyokupa, hiyo niliyokuambia, iweke akiba. Kinya hautothi ikomi kwa bereria mwe. Ikomi kwa bereria mwe. Samueli wa kwanza 11. Inasema ndipo Samueli akachukua chupa ndogo ya mafuta na kuyamimina juu ya kichwa cha Sauli. Samueli akachukua chupa ya mafuta akamimina juu ya kichwa cha Sauli, akambusu akisema, je, Bwana hakukutia mafuta uwe kiongozi juu ya watu wake Israeli? Fikisha hapo kwanza kabla tujafika hapo kwa kutiwa mafuta. Maandiko inasema Samueli akamwambia Sauli, abia mtumishi wako aende mbele. Yes. Na huyu mtumishi si ni yeye alitumika kama destiny connector. Yes. Kwa nini hapa anaambiwa aende mbele? Asija kashuhudia Yes. Sauli akipokea mafuta. Yes. Kweli. Kuna kitu nataka uelewe. Huyu mtumishi sio rafiki ya Sauli. Oh yes. Hivyo angeona amemwagiliwa mafuta,
huyu mtumishi angefika na kutoa siri kwa watumishi wengine. Yes. Kweli. Kuanzia leo huyu sio Sauli mwenye mnajua. Yes. Maana tayari amemwagiliwa mafuta. Na kale katoto alipatiwa bado ni kachanga. Sijui kama utanielewa hii. Yes. Amen. Watu wengine wamepoteza hatima yao. Yes. Maana akikwisha kutabiriwa akiwa na mimba ya baraka ya miezi miwili. Yes. Bado anarukaruka kama ndama. Na mimba bado haijakomaa. Kwa nini anaambiwa atagulie asione kile kinafanyika? Yes. Maana Mungu alijua bado Sauli bado ni mchanga. Yes, hajakomaa. Yes. Na wachawi wakijua, Yes. watamvamia kiroho na wataua. Yes. Ale katoto Kilicho ndani yake. Oh yes. Mwingine pita ukiota ndoto. Amen. Wacha kwenda ukiambia watu. Wacha kwa kuja kuona matokeo. Amen. Yesu asifiwe. Amen. Wacha waone nini? Matokeo. Lakini wengine wakiota ndoto wanaitangaza. Wengine wakitabiriwa anaitangaza. Wengine wakiona maono anatangaza. Akipata neema ya kazi anaelezea. Hapo ndio unaona kwamba nyota nyingi zinauawa. Nyota nyingi zinakamatwa na zinafamiwa. Sio kumaanisha huyu jamani adui, sio adui. Lakini angeenda kutangaza wakati bado haujafika. Ndipo Sauli akachukua chupa ndogo ya mafuta na kuyamimina juu ya kichwa cha Sauli, akambusu akisema, Kama vile nitafanya leo. Oh yes. Nitachukua chupa ya mafuta. Amen. Maana tayari wewe umechaguliwa. Yes. Katikati ya watu wengi. Bwana amekuchagua. Na kuna kitu Mungu anaachilia leo. Yes. Kumbe ndani ya Sauli kunayo nyota ya dhamana namna hii. Amen. Kumbe ndani ya huyu jamaa na vile anaendesha pikipiki. Kumbe kunayo hatima kubwa namna hii. Amen. Kumbe huyu analala nje kama mbuzi amefungiwa nyumba. Kumbe ndani yake kuna hatima kubwa sana. Kumbe huyu alitoka kwao Kenya akasafiri ng'ambo. Yes, kuna Afanyike mtumwa. Kumbe ni mtu mkubwa na Amen. Kweli. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kumbe wewe unanitazama hauna shilingi mbili. Kumbe ndani yako Yes. umebeba ufalme. Oh yes. Mstari ni wa pili. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na watu wawili. Utakapo Ondoka kwangu hii leo. baada ya mafuta. Salimia mwenzako mwambie baada ya mafuta. Baada ya mafuta. Alipotiwa mafuta. Yes. Mafuta yakatengeneza njia. Amen. Alipomwagiliwa mafuta. Yes. Mafuta yakatengeneza njia. Amen. Utakapoondoka kwangu leo, utakutana na watu wawili karibu na kaburi la Raheli huko Selsa kwenye mpaka wa Benjamini. Watakuambia, punda wale uliotoka kwenda kuwatafuta. Punda ambao umewatafuta sana. Yes. Ndiposa umepigwa na jua namna hii. Yes. Punda wako wamepatikana. Dawa yako imepatikana. Pesa zako zimepatikana. Wapi kelele ya imani? Oh yes. Hallelujah. Dawa ya kiria kioleta kionekana. Naomba kile kilichopotea Kanya na kipatikane. guo kaigoro kiria kioleta. Kilichopotea Dawa ya kionekana. naomba kipatikane. Sasa baba yako ameacha kufikiri kuhusu punda na sasa ana hofu kukuhusu wewe. Anauliza, nitafanyaje kuhusu mwanangu? Mstari ni wa tatu. Kisha utakwenda mbele kutoka hapa mpaka ufike mwaloni wa Tabori. Watu watatu wanaopanda. Watu wangapi? Watatu. Watu wangapi? Watatu. Ina mikono sema Bwana. Bwana. Wiki ya kuanzia kesho. Wiki ya kuanzia kesho. Nitumia watu watatu. Nitumie watu watatu. Wanielekeze mahali nyota yangu ilipo. Sema Bwana. Bwana. Watu watatu. Watu watatu. Kisha utakwenda mbele kutoka hapa mpaka ufikie mwaloni wa Tabori. Watu watatu wanaopanda kwa Mungu. Sikia, watu wengine Watatu. nataka nikutangazie na nikuonyeshe kile kitafanyika Amen. baada ya wewe kupakwa mafuta. Mafuta ni aina nyingi. Amen. Lakini ya leo ni ya kukupatanisha na destiny yako. Amen. Ni ya kukupatanisha na nyota yako. Amen. Yes. Sema amen. Amen.
Ameambiwa kwamba utakapokuwa unaenda utapatana na watu ngapi? Watatu. Karibu na kaburi. Amen. It doesn't matter watakuwa wamesimama wapi. Oh yes. Hata kama watakuwa kahaba. Oh yes. Bora wawe na destiny yangu. Oh yes. Hata kama watakuwa wazimu. Yes. Oh yes. Bora wawe Na destiny ya kwangu. sema amen. Amen. Baada ya watu watatu wamemwambia punda Yes. zimepatikana. Kweli. Amen. Sema amen. Amen. Si bado wako na njaa kwa sababu ya safari? Kweli. Yes. Kisha utakwenda mbele kutoka hapa mpaka ufikie mwaloni wa Tabori, watu watatu. Watu Watatu. na hao watu watatu nimewaachilia kwako. Amen. Hao watu watatu Jehova amewaachilia kwako. Ukasema amina nzuri. Amen. Watu watatu wanaopanda kwa Mungu huko Betheli watakutana nawe hapo. Mmoja atakuwa amechukua wanambuzi watatu, mwingine mikate mitatu, na mwingine kiriba cha divai. Mstari ni 4. Watakusalimu na kukupa mikate miwili. Kuna mahali Yes. kuna mahali amewaomba mikate, Hapana. lakini wao wenyewe Wanampatia roho safi. wanampatia roho safi. Amen. Hii ianze kufanyika sasa hivi. Amina. Yeyote amebeba hatima yako, yeyote amebeba pesa yako, mambo ni mawili, akusalimie Amen. na akukabidhi Oh yes. kile amebeba chako. Amen. Yes. Tadarai, Hebu nitazameni. kuna mahali Sauli hata akiwa na njaa ameomba mikate. La hasha. Hakikisha umesalimia watu watano, waambie roho ya kuombaomba imefika mwisho. Roho ya kuombaomba imefika mwisho. Roho ya madeni imefika mwisho. Roho ya madeni ifike mwisho. Nimesema watu watano. Yes. Roho ya kuombaomba, roho ya madeni, Roho ya madeni. roho ya aibu Roho ya aibu imefika mwisho. imefika mwisho. Ukimaliza kuwasalimia unitazame. Na tayari huyu malaika niko na yeye. Anakupeleka kuliko nduvi, Amen. kuliko magari ya safari ndani. Oh yes. Mpaka ufike kwa hatima yako. Amen. Unaona kuanzia leo, Yes. yoyote yuko na sehemu yako. Amen. Mambo ni magapi? Ni mawili. Akusalimie Amen. na ikabidhi kwa mikono yako. Amen. Yoyote yuko na pesa zako, Yes. nimeitangaza kwa unabii. Yes. Mambo ni mawili, akusalimie na kupatie pesa zako. Yeyote yuko na hatima yako, mambo ni mawili. Mambo Ni mawili. usiinue mkono waseme tumesema tuta. Lakini mambo ni magapi? Ni mawili. Hauna hagenia. Hapo pamenifurahisha. Shokera lege John. Inasema pale mstari wa 4. Rũciũ mũgakĩheo mbeca nĩ andũ nginya mũtoĩ. Kesho mtapewa pesa na watu msiowajua. Takĩthĩria ũcio ũngĩ mwĩre Ngai nĩ araria. Mungu anaria. Rũciũ mũgakĩgĩa menyeke mũteregereire. Kesho mtapewa bahati ambazo Ũrakĩheo promotion ũteregereire. mtapewa promotion Mambo ni mawili. Hey. Akuambie hai. Yes. Hapo chini tuone message ya M-Pesa. Amen. Njĩtagwo Samueli niĩ. Hapo sawa. Amen. Na maguta makwa matire itherũ. Mafuta yangu ya mzaha. Amen. Niĩ ndakũrathima nĩ ndakũrathima. Nikikubariki nimekubariki. Naona Amen. rũciũ. Naona kesho. Ugaimeni. Sema amen. Kuna mtu tu Yes. hiyo TV unatamani. Atakoseshwa na Mungu amani. Amen. Oh yes. Ugaimeni. Amen. Wewe kwena motiwaine muno. Hata mtuani sana. Wewe kwena tu magare ũguo. Hebu tutoke hivyo. Ugaimeni. Sema amen. Akwena naigua Ngai ajarĩria. Sikia Mungu akinenea. TV ĩrĩa ũrenda haha. TV yenye unataka. Yes. Kuna mzee rafiki yangu na alikuwa hapa siku ya Friday. Amen. Ako na mtoto wa anaenda university. Amen. Yes. Na mambo yake ilikuwa imeharibika sana. Akawa amenitafuta sana. Na angetaka Mungu amjalie neema, anashindwa sasa itakuwa namna gani? Yes. Kadi zake zimekuwa mahana pesa. Nikamwombea nikamwambia Mungu Jehova na mconnect na Destiny Connector. Amina. Hii nimemwambia siku ya Wednesday. Yes. Sema amen. Amen. Siku ya Thursday akatafutwa na mtu aliyekuwa rafiki yake. Yes.
bereni wakafika mahali makiorano. Akampoteza. Fikiri ile Ngai akaga. Yes. Na hata Wednesday tumeongea na simu. Ananiambia mimi maisha imekuwa gumu, hata niko nyumbani ndege shagi. Niko nyumbani. Deke. Ushago. Nikamwambia Mungu anatenda. Amen. That day akapigiwa na aliyekuwa rafiki yake. Mora nitoke ndo miezi 3. Amempoteza miezi 6. Sema amen. Amen. Na huyu rafiki yake iko siku amewahi gojeka karazwa hospitalini. Yes. Na watu wao hawakuwa stable vizuri. Hivyo huyu mzee kwa sababu alikuwa ameinuliwa alienda akalipa biru kidogo. Yes. Na akachukua mzee wakae na yeye kwake. Yes. Wiki mbili yule mzee akarecover. Amen. Basi sasa rudi kwa watu wenyu. Baada ya miezi 6, yes. makiorano. Amen. Amempigia simu. Yes. Neke, dirego kuwa na wewe. Kamwambia niko nyumbani. Ndege shagini. Niko nyumbani. Turali horo wa Thursday ndege shagi. Niko nyumbani. Mambo yangu iliharibika. Yes. Ndio kamwambia shagi. Hedeka sigara na deshiri. Nipe dakika kadhaa niwaze. Kumbe sasa rafiki yake yuko Nairobi. Yes. Alipoambia mzee nipe dakika kidogo nifikirie. Alipanda gari. Yes. Ginya kwao. Baka kwao. Agithia kiumerera muthuri uria. Akatokezea ule mzee. Kimwana ni ndoka. Nimekuja. Na ndogo ikarage shagire. Na utakaa ushago tena. Ndogo ikarage shagire. Au utakaa ushago tena. Ndoka gukugera na ndiragotiga. Nimekuja kuchukua sikuachi. Makiaragia haure. Wakiongea pale. Huyu rafiki yake akauliza mzee na siana ihana atia. Watoto wakoje? Kimwana wako sawa although mmoja anapaswa kuwa ameingia university. Yes. Na ndire na besha. Sina fedha. Kimura hia university igoro. Ndio vile university expensive. Tadha hizi pesa ni ngiri 300 anga 60k. 1100. Huyu mzee akatoa zile document. Yes. Rafiki yake akazitazama tu. Kamwambia hii usihangaike juu yake. Yes. Hii ni mimi nalipa. Amen. Yes. Wa! Sema amen. Amina. Mzee hakuamini. Yes. Na akaambiwa sikuachi. Yes. Siku ya Friday asubuhi. Sema amina. Amen. Yule mzee alipomwambia atalipa biru zote akalipa. Yes. Hapo ndio mzee alikuja hapa kuniambia yale Mungu ametenda. Yes. Sema amina. Amen. Na kuambia kesho. Yes. Hii kesho inakuja. Kuna watu watakupea pesa na hata hawakujui. Watafanyika baraka. Yes. Na hata hamjuani. Oh yes. Halo. Wengine wakifikiria ni wakati nafukuzwa kama mbwa. Kiateka anakuletea karatasi. Yes. Ya kukupongeza. Biro yako sasa ya miezi 6 Yes. imelipwa. Hivyo sina deni. Yes. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ukipata kuna pesa imetumwa kwa simu yako. Yes. Usikubali ni wrong number. Hiyo tunaita right number. Amen. Tunaita right number. Endoreki. No weregereire kirathimo kiu kia rucio. Na ninatarajia baraka ya kesho. Ndauga haria hothe mugathii. Popote mtakapoenda. Njata ya Ngai igacangara. Amen. Mungu ikang'ae. Mstari wa 4 inasema watakusalimu na kukupa mikate miwili. Watafanya nini? Watanisalimu. Ero sioke gaithi sioke na kindu. Gaithi sioke na Usikuje na kitu. Ndomwire gaithi sioke na kindu. Gaithi sioke na kitu. Gaithi sioke na kindu. Gaithi sioke na kitu. No rauga gaithi sioke na kindu. Amen. Ambayo utaipokea kutoka kwao. Mstari ni wa 5. Baada ya hayo utakwenda Gibea ya Mungu. Ona kinya ututhie Gikuyu haraka 10 kwambĩrĩria mwe. Samueli wa mbere murango wa 10 muhari na wa mbere. Ninge Samueli akioya kinando kia maguta. Takiria nguo ya muthenya wa muthi. Kama nitakayoinua siku ya leo. Maguta marĩa ndĩragũitĩrĩria ti maguta ma thĩna. Mafuta na kumwagia sina shida. Ti maguta ma thĩna. Mafuta ya shida. Ninge Samueli akioya kinando kia maguta akimaitĩrĩria Saũlũ mũtwe na akimũmumunya akimwĩra atĩrĩ, githĩ Jehova ndagũitĩrĩirie maguta ũtuĩke mũtongoria wa igai rĩake. Muhari wa kerĩ. Yes. Mũthĩ twatigana nĩ ũgũcemania na andũ erĩ hakuhĩ na mbĩrĩra ya Rakeli kũu Zeliza mũhaka-inĩ wa Benjamini. Nĩ marĩkwĩra atĩrĩ, ndigiri iria wathire gũcaria rĩ. Nĩ marĩkwĩra atĩrĩ wĩra ũrĩ wĩra ũrĩa ũtoire wethaga rĩ. Wĩra ũcio nĩ muoneku. Wĩra ũrĩa wathire interview. Oh, hallelujah. Sasa nimeweza kumwambia kesho upokee good news. Kesho upokee good news.
nĩ marĩkwĩra atĩrĩ ndigiri iria wathire gũcaria rĩ nĩ cionekete na rĩu thoguo nĩ atigĩte gwĩciria ũhoro wacio na nĩ amakĩte nĩ ũndũ waku aroria atĩrĩ ngwĩka atĩa nĩ ũndũ wa mũrũ wakwa mũhari wa gatatũ ningĩ kuma kũu nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkinye mũtĩ-inĩ ũrĩa mũnene wa Taboru nĩ ũgũcemania na andũ atatũ Geithĩria ũcio ũngĩmwĩra andũ angĩ atatũ Watu wengine watatu. o nĩguo maguta mareka Yes. wothe wĩna kĩrathimo gĩaku Yewe na baraka yako. Ngai aramũthenia kinya gĩgũkinyĩre Mungu amsumbue mpaka ikufikie. na hii inaanzia leo Amen. hivyo simu yako isije ikazima Amina. iwe on Amen. maana miujiza inaanza kutendeka sasa hivi sasa Hivi. Yes. Aliyekuwa mpenzi wako Oh yes. akawa na maringo na nĩ ũtũire arotaga nake ũkĩraga Ngai Umeishi ukiota ukiambia Mungu. sasa hakuna mtu anampembeleza Ngaithi Salamu. na kĩrĩa na kĩo gĩaku Na kila alicho nacho chako. nĩ ũgũcemania na andũ atatũ makĩambata magĩthiĩ kũu Betheli kũrĩ Ngai ũmwe arĩkorwo akuĩte tũũri tũtatũ na ũrĩa ũngĩ mĩgate mĩtatũ kwa ihinda rĩu Saũlũ abataraga tũũri kana gĩa kũrĩa Kwa wakati ule Sauli alikuwa anataka kondoo ama chakula. mbuzi ama chakula Chakula. na kile alikuwa anahitaji sidi alipatana nayo Yes. ndahoya kĩrĩa wĩrirĩirie Ngai Kila unatamani Mungu akukutanishe nacho. Kile unaomba Mungu akupatie. na kwambia mothe na rũciũ rũrũ rake Na kuanzia leo ama kesho kuchapo. Oh, yes. Yes. Ngai we waragia thĩinĩ wakwa Amen. andũ aya ũkamacemanithia Amen. na kĩrĩa matũire mahoyaga Amen. mũhari wa kana nao makũgeithie na makũhe mĩgate ĩrĩ ĩrĩa ũrĩamũkĩra kuma kũrĩ o. salamu ambao hazina kitu sasa hivi hatutaki halo salamu ambao zimebeba mikono mitupu hatutaki Kweli. tunataka salamu zimebeba hatima Amen. mũhari wa gatano thutha ũcio ũthiĩ nginya Gibea ya Ngai cokera hau hatogondu ningĩ kuma kũu nĩ ũgũthiĩ na mbere ũkinye mũtĩ-inĩ ũrĩa mũnene wa Taboru nĩ ũgũcemania na andũ atatũ makĩambata mathiĩ kũu Betheli kũrĩ Ngai ũmwe arĩkorwo akuĩte tũũri tũtatũ ũrĩa ũngĩ mĩgate ĩtatũ na ũrĩa ũngĩ mondo ya ndibei mũhari wa kana nao makũgeithie na makũhe mĩgate ĩrĩ makũgeithie na makũhe mĩgate ĩrĩ uga ameni Sema amen. rũciũ wamũkĩre njata icio igĩrĩ Kesho mwambie rũciũ wamũkĩre irathimo icio igĩrĩ rũciũ wamũkĩre mũrango ũcio mlango huo. na hii yote inafanyika Yes. kwa sababu ya mafuta Amen. ile mafuta unaipokea leo itatoa watu pesa kwa mifuko Amen. hey. ile mafuta unapokea leo Yes. Oh, yes. itatoa watu pesa kwa mfuko Amen. mpaka ifike kwa mikono yako Yes. na kama hauna shaka Yes. huo muujiza uanzie Amen. maandiko inasema na moja atakupatia mikate Yes. mkate mwene wao Mkate mmoja ni wa Saũlũ Sauli naguo ũcio ũngĩ wa mtumishi. nĩ wa ndungata yake Yes. akorwo mauma magwĩra haha Ikiwa walikuwa angukia hapa, nĩ mathiathia wamesonga mbele. Ngai akuoe rĩngĩ Ngai akũrũgamia rĩngĩ Akusimamisha. thĩinĩ wa moko makwa ndahoya Ngai Naomba Mungu arekererie mĩaka ĩrĩ ya magegania aachilie miaka 2 ya njata icio maajabu. igĩrĩ Nyota 2 irathimo icio igĩrĩ Baraka 2 ũciamũkĩre na Pokea. neno Itaendelea. itaendelea. Amen. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai, Yes. asante kwa ajili ya neno lako Ebeneza. Yes. Yeyote amepanda mbegu Baba wa mbinguni kwa ajili ya neno lako, Amen. hii mbegu na ikazae mara 100 kwa 100. Oh, yes. Hata wale wameaminika wakiwa bali wafanikishe. Amen. Baba wa mbinguni, ukalifuate neno lako ukaweze kulitimiza. Yes. Tunajua kwamba wengi wetu umetuita, umetuchagua. Amen. Tuko na destiny na nyota kubwa. Yes. Tumezunguka jangwani bila mtu wa kutusaidia. Yes. Lakini tayari tunasema amina. Amen. Maana umetuunganisha na Destiny Connector. Amina. Watu wa kisirani waondoe, Waondolewe. utupe watu wa kutusaidia. Amen. In Jesus mighty name, bariki neno lako. Amen. Pigia neno la Bwana makofi mazuri.